Na hii ni sehemu ya 18 msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Sehemu tulioishia last episode ni baada ya kuona sasa jamaa ameamua kumalizana kabisa na hofu ya familia. Baada ya familia kuamini ya kwamba jamaa ameamua kuwakacha, yani kuwaondoka. Sasa jamaa alikuja kufatwa na Mimi, yani Miriam, na Miriam alimsihi sana arudi kwa ajili ya binti Mariam. Na Miriam alionyesha kukujutia kosa la kutokumwamini jamaa. Kwa jamaa kama amerudi pale hospitali, na hata binti baada ya kumuona, yani Mariam alifarijika sana. Yani alijisikia amani mno, na familia ikaonyesha kumsupport JC baada ya kuonyesha kwamba, yani kuonyesha matumaini kwamba bado ataendelea kuwepo. Kwa hiyo kitendo hicho kiliwafanya mpaka watu wakaanza kutoa pale machozi kwa namna ambavyo Mariam alimwambia JC kwamba agongeshe mikono, yani ile high five, kuonyesha kwamba binti amerejewa na tumaini. Kwa hiyo JC anatuambia kwamba nikajikuta nikivuta tu kichwa cha Mariam na kukilaza kifuani kwangu, nikimkumbatia kwa kile nilichohisi kwa upendo wa dhati sana kumwelekea binti huyo. Alinifanya nijihisi kuwa mtu bora sana, ubora wa mbali kabisa kutoka kwenye ule utu wangu mbaya niliojiaminisha kuwa ndio ulifaa kwa wangu. Hisia zilinikaba na nikashindwa kuvumilia tena. Nikiwa nimeweka kichwa changu juu ya kichwa cha binti Mariam, machozi yakanitoka. Sasa msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. As I told you kwamba kuna bonge moja ya surprise. Tukumbuke kwamba Charlie Gonga yule ni mwanaume alifumania. Yes, of course, ni kama alimfumania sasa JC pamoja na mke wake Betha, lakini jamaa aondoka kimya tu, tena kwa tabasamu. We ogopa sana mtu kama huyo akufumanie na aoneshe smile na aoneshe maisha lazima afanyeje, endelee. Wewe ogopa sana. Lakini kuna mwamba wa kuitwa Festo, karibu wa jamaa pamoja na Miriam. Hatujui. Mtayarishaji wa hii simulizi ni Alito Antoni, ninayekusimulia ni mimi Lucas Numbers. Tunasonga mbele. Basi bwana, JC anaendelea kutuambia kwamba nilikuwa ndani ya hisia nzito sana ya furaha na faraja iliyofanya nisitambue pesi kwamba chozi lilinitiririka mbele ya watu hao wote. Ndipo nikawatazama kwa ufupi na kukuta wote wanatuangalia mimi na Mariam kwa hisia sana. Ni Miriam ndiye aliyekuwa akidondosha machozi pia, huku akijifunika mdomo kwa kiganja chake. Nami nikawa nimemwona daktari akija upande wetu pamoja na muuguzi. Nikajifuta chozi upesi na vizuri sana ili Mariam asione kwamba nilikuwa nimelia wakati nimemkumbatia. Kisha nikamwachia taratibu na kumwangalia usoni. Alikuwa ametazama chini tu, huku bado nikiona shida yake ya kutetemeka kichwa kiasi ikiwepo kwa wakati huu. Yote ni kwa sababu ya mishtuko aliyokuwa amepitia. Lakini nilikuwa nimefarijika kwamba angalau maendeleo ya utimamu wake hayakuwa yamepotea. So alinisemesha vizuri sana. Huyo daktari alikuwa ni mwanamke mtu mzima tu, mnene kiasi, mweusi na mrembo pia, akiwa amekuja ndani ya wodi hii kuangalia wagonjwa wote. Na baada ya kufikia sehemu ambayo Miriam na Ankia walikuwa wamesimama, akatusalimia wote kwa njia nzuri tu na kuuliza hali ilikuwa vipi kumwelekea msichana huyo aliyekuwa ameletwa jana. Bizawadi ndio akamwambia kwamba yani sio muda mrefu tu binti Mariam alikuwa ametoka kusema maneno fulani ya kizungu baada ya kuniona mimi, ambaye alikuwa amenizoea sana kutokana na kumsaidia kabla ya kuletwa hospitalini hapa hiyo jana. Msikilizaji, maneno ya kizungu si ndio yale ya high five Yes. So daktari huyu akaja karibu yangu na Mariam. Nami nikampisha. Akajaribu kumsemesha binti, akimuuliza hiki na kile. Na Mariam akawa anajibu aidha kwa kutikisa kichwa ama kuchezesha mabega, lakini hakusema neno lolote kwa daktari huyu wala kuonyesha hisia. Kwa hiyo daktari akafanya kuangalia utendaji wake wa mapigo ya moyo kwa kumpima, kisha akasema itakuwa sawa tu kwa binti kuondoka hospitali leo jioni kwa kuwa afya yake iliruhusu. Lakini akasema kuna dawa atatakiwa kutumia ili kutuliza zaidi msukumo wake wa damu. Maana ingawa alikuwa na umri mdogo, lakini presha yake kupanda kwenye damu ilikuwa ni kali mno, hasa kutokana na hali yake yeye kama yeye na yale aliyokuwa amepitia. Kuna mambo ya kina zaidi akawa amesema atahitaji kuzungumza na nani? Na Miriam. Hivyo akasema tunaweza kupata mlo upesi kisha dada mtu aende kuonana naye. Baada ya hapo daktari akasepa, akimwacha muuguzi sasa anasaidiana na wanawake kumbadilisha binti mrija wa mkojo, na sisi wanaume tukasogea pembeni kwanza. Miriam akanifuata mimi na Tesha, naye akaniambia kwamba ukifika wakati wa kwenda kumuona daktari ili kuzungumza naye kwa kina
niende pamoja naye. Akaniweka wazi kuwa inaonekana mazungumzo hayo yalielekea issue ya vipimo vya ndani zaidi mwilini mwa Mariam, kuona ikiwa binti alikuwa ametendewa vibaya kimwili, nami nikawa sasa nimekubali kuambatana naye muda huo ukifika. Basi baada ya Mariam kusaidiwa kufanya usafi, sote tukajiunga pamoja naye na kuanza kupata mlo pamoja. Kulikuwa na vyakula mbalimbali. Dada mtu akiwa sasa amenunua kama vyote, utafikiri aliviiba kwenye tafrija. Lakini binti alikula zaidi nyama ya kuku na kitimoto kwa sababu alipenda sana. Mariam anapenda sana nyama ya kuku na kitimoto. Kuwa naye kwa wakati huu, sisi wote ilimfanya Mariam ajihisi salama, ajihisi anapendwa. Na hivyo ikawa rahisi kwake kuonyesha hamu alikuwa nayo kwenye kula vyakula alivyofagilia. Miriam angemlisha na kumtendea kama vile ana miaka miwili Nasi sote tukaendelea kupeana ushirika mzuri hadi saa za kutembelea wagonjwa zilipokata na baadhi ya wauguzi kuja kutufukuza, lakini ilikuwa ni kistaarabu tu. Ndio tukaona ni time ya kuondoka. Najua Miriam alikuwa akitumia pesa nyingi sana kumweka mdogo wake katika haya mazingira, na najua asingeacha kufanya yote awezayo ili hali nzuri kwenye pande zote za familia yake irejee. Sasa mpango wa hapo ikawa kwamba Shadia abaki kumpa binti uangalizi, alafu Miriam angewarudisha mama zake wakubwa pamoja na Nkia nyumbani. Kisha baadaye ndio bibie angerudi na kumchukua mdogo wake ili wampeleke nyumbani. Hakukuwa na makolokolo mengi wala ya kubeba, na Shadia alikuwa mwenye utayari sana kubaki na kusaidia kwa lolote lile ili kuiunga mkono familia hii. Lakini kwanza mimi na bibia Miriam tulihitaji kwenda kuzungumza na yule daktari. Kwa hiyo tulipotoka kwa pamoja, tulienda na kumtafuta, na baada ya kumpata tukakaribishwa ofisini kwake na kuzungumza. Alikuwa ameshafahamishwa kuwa mimi ni daktari, pia ndio nimemsaidia binti kupambana na tatizo linalofanana na ASD, lakini sasa akawa ametuongezea issue nyingine. Akatuambia kwamba shida yake inayofanana na ASD ilitokana na kitu kinachoitwa kwa ufupi PTSD. Hali fulani hivi ambayo husababishwa na mshtuko au msongo mkubwa kutokana na matukio mabaya yanayoweza kumpata mtu maishani mwake. Kwa Mariam ilikuwa ni kitu kilichosababishwa na maumivu ya kuwapoteza wazazi wake, lakini baada ya kilichompata juzi, hicho kiwango cha PTSD kilikuwa kimepanda, na hivyo angehitaji kusahaulishwa mambo hayo haraka iwezekanavyo kwa njia zozote zile. Ingehitajika binti aishi kwa amani kuu na furaha tele kutokea hapa. Tukiwa watu wake wa karibu, bila shaka tulijua mambo yapi ambayo binti alifurahia. Na daktari akasema ameona hata leo binti aliitikia upesi ujio wangu kwa njia chanya, ingawa bado anaumia. Kwa hiyo mtu kama mimi sikupaswa kabisa kuondoka kwenye maisha yake. Hilo lingemsaidia haraka, maana alikuwa na umri mdogo bado. Kwa hiyo kiwango chake cha kuwa imara kingeongezwa nguvu kupitia mambo mengi mazuri aliyoyapenda na kumjengea kumbukumbu bora ili utimamu wake sasa uimarike pia kadri siku zilivyosonga. Kwa hiyo somo likalimeleweka. Kuhusu issue ambayo baada ya kumpima binti Mariam kuthibitisha ikiwa alikuwa amebakwa, haikuonekana kwamba hilo lilitokea. Alikuwa safi kabisa, isipokuwa tu tungepaswa kuendelea kumwangalia kwa ukaribu zaidi, maana huwezi kujua siku zote. Angeweza kuwa hajachubuka na nini, ila kuna uwezekano alikuwa ameingiwa kwa njia ambayo haikuonekana wazi. Jambo hili lilimtatiza sana Miriam, ambaye hakujua hayo yote yanamaanisha nini na ni nini kinahitajika kufanywa. Kutokana na daktari huyo kuhitajika haraka kwenda kwa mgonjwa, akawa sasa ameniomba nimueleweshe tu bibie Miriam baadaye, ila akamtia moyo kuwa asiofu, kila kitu kingekuwa sawa. Akatutakia heri na kutuaga. Tukiwa tunaenda kujiunga na wengine, nikamwambia Miriam kwamba tungekuja kulizungumzia swala hilo baadaye ili nimueleweshe vizuri juu ya mambo yaliyohitajika kufanywa kutokea hapo, na la muhimu lingekuwa kukazia fikra zetu zote kumsahaulisha binti mambo mengi mabaya yaliyotokea juzi. Na nikamwomba awasi watu wa familia yake na hata marafiki wa karibu wasije kukaa na kuzungumzia vitu kama hivyo huku na binti akiwa pamoja nao. Na akaridhia hayo yote. Mariam ndio alikuwa kama yai letu. Ilikuwa ni kama kumhandle with care. Basi bwana, baada ya kuwa sasa tumemwacha daktari, Miriam aliwapeleka wanawake wengine nyumbani
huku mimi na Tesha tukiamua kwenda sehemu nyingine kutulia mpaka muda ambao Mariam angerudishwa kwao. Hakukuwa na lolote la maana sana kufanya, ila kwa mida ya saa 9 mchana kulikuwa na mechi ya kimataifa kati ya Taifa Stars na nchi gani sijui ya wazungu huko mimi hata nimesahau. Kwa hiyo tukaenda tu kwenye pub moja hivi maeneo ya Zakem na kukaa hapo kuitazama ili kuua muda. Tesha alitaka kunywa kidogo, kwa hiyo akanunua bia 2 tu. Na alitaka kununulia pia, ila nikakataa. Nikipendekeza tu niletewe soda. Basi tukawa tunaongea mawili matatu, akiniambia namna gani alivyokuwa amehuzunishwa sana na mambo yote yaliyokuwa yametokea kwenye familia yake, ila alifarijiwa sana na msaada wote niliokuwa nimeutoa kwao. Aliona kwamba bila mimi kikweli kwa sasa angekuwa ameshazikwa. Hivyo alihisi ana deni kubwa mno la kunilipa ambalo hakudhani angewahi kufanikiwa kunilipa. Lakini akasema kwa lolote lile kuanzia sasa na kuendelea, nijue tu kwamba kama ningemhitaji asingesita kuniunga mkono kwa asilimia zote. Yaani lolote lile. Nikamshukuru tu na kumwambia asiwe na hofu. La muhimu kutokea hapa ni kufanya kila kitu ili kumweka Mariam sehemu nzuri. Naye akasema hilo ni uhakika. Imefika mida ya saa 11 baada ya mechi kuisha, tukaondoka maeneo hayo na kutembea mpaka Rangi 3. Tesha akawa sasa amemtafuta dada yake kuuliza aliyoendelea. Na Miriam akamwambia kwamba alikuwa amesharudi hospitalini mida hii kumchukua mdogo wake. Tesha akasema sawa, yuko pamoja nami, hivyo tungekutana wote nyumbani baada ya muda mfupi. Alipoagana na dada yake, Tesha akapendekeza tutembee taratibu tu kutokea hapo tulipo, yani kutokea maeneo hayo sisi tulipo mpaka Mzinga, ikionekana kuwa njia nzuri ya kukata wakati mpaka kufika kwao. So mimi sikuwa na shida yoyote kukubaliana na wazo hilo. Kwa hiyo mdogo tu tukaendelea kushuka. Sasa katika maongezi mawili matatu, Tesha akanikumbusha kuhusu ule mwanadada aitwaye Dina, ambaye tulienda kule Uasibu siku kadhaa nyuma kumtembelea. Si unakumbuka Akasema ya kwamba anawasiliana naye sana, na hata issue ya kutekwa juzi alikuwa amemwambia na Dina, akasema angekuja kuwasalimia. Lakini Tesha akagusia namna ambavyo kila mara alipowasiliana na Dina, mwanadada huyo alipenda sana kuniulizia, na mara nyingi Tesha alimtania kuhusu kunitaka, ila akawa anajihami. Ila ilikuwa wazi kwamba Dina alitaka Tesha aniunganishe kwake, na sasa ndio jamaa akaniambia nimfikirie huyo rafiki yake endapo nikihitaji poza roho kuondoa misongo kibao. Nikamwambia tu ningeangalia na jinsi ambavyo mambo yangekwenda, maana kwa sasa akili yangu yote ilikuwa kwa huyu nani udogo Mariam huyu. Yes. Muda wote akili ilikuwa ni kwa Mariam. Na si Mariam tu, hata Betha. Huyu Betha ni kama emergency ya pembeni. So tumekuja kufika kwa Tesha, ilikuwa imeshaingia saa 12 kuelekea giza la saa 1. Nasi tukawakuta wapendwa wetu wote wakiwa hapo. Kutia ndani na Nkia, Mariam alikuwa amekaa pamoja na Miriam kwenye sofa moja. Na baada ya kuniona tu, binti akaonyesha wazi kwamba alifurahia ujio wangu hapo kwa kunigeukia vizuri zaidi na kunitazama kama vile anataka kunisemesha. Naye Miriam akaniambia nikae karibu yake ili bila shaka binti ajisikie vizuri. Basi nikakaa pamoja na Mariam na kuanza kumsemesha hiki na kile, huku sasa Miriam pia akiniunga mkono kwa kuongea pamoja nasi ili tu kumfurahisha mdogo wake. Na ingawa Mariam hakuzungumza lolote lile, lakini alionekana kuwa na amani sana. Upendo mwingi ambao angeupata kutokea hapa ungemsaidia sana binti, na kila mmoja alionyesha kutaka hilo lifanikiwe kwa asilimia kubwa. Mambo yaliyoendelea baada ya hapo ikawa ni kupata mlo wa pamoja tena ambao uliandaliwa na Shadia, Ankia na bibi Miriam mwenyewe. Nasi tukamaliza na kuendelea kukaa pamoja hadi kufikia mida ya saa 4. Usingizi wa mtoto ukawa sasa umemvuta Mariam mapema, hivyo Miriam akamuongoza kuelekea chumbani ili akanywe dawa kwanza kisha ndio alale. Kalikuwa hakataki kuniacha kutokana tu na jinsi kalivyoniangalia wakati dada yake alipokasimamisha ili sasa waende chumbani, lakini hatimaye wakawa wametuacha. Muda uliposogea mpaka kuingia saa 5, Ankia akaona aage ili mimi na yeye tuelekee pale kwake kwa ajili ya mapumziko. Kwa mara nyingine tena, Bi Jamila na Bi Zawadi wakatoa shukrani za dhati kunielekea kwa sababu ya kuamua kubaki Mzinga ili kumsaidia binti yao. Nami nikazipokea baraka zao kwa uthamini. Nikamwambia wote kuwa kesho ningejitahidi kuja pia ili nicheze na binti taratibu kama ilivyokuwa mwanzo, isipokuwa zamu hii ingekuwa ni kwa njia tofauti kiasi, njia tata zaidi ya mwanzo. Hawakuwa na neno. Baada tu ya Miriam kuja sebleni tena,
Sasa mimi na Ankia tukanyanyuka ili sasa kuondoka, na tukawa tumemwaga bibie pia. Miriam akasema sawa na kuashiria kutaka kutusindikiza nje. Hivyo tukaelekea mpaka kibarazani tukiambatana na Tesha pia. Ardhi iliyopambiwa vitofali vidogo vidogo ya hapo nje ilionekana kulowana kiasi, kitu kilichomaanisha mvua ilikuwa imeshuka kidogo muda ambao tulikuwa ndani, na sasa ilikuwa imekata. Basi Tesha kaniambia kwamba kaka, nazisubiri hizi mvua kwa hamu sana, zipige haswa, yani nataka zinyeshe za kutosha. Ankia akasema kwamba wewe usiombe hivyo aise, hatutaki mabalaa mapema sisi, kama kunyesha zinyeshe lakini kawaida tu. Miriam akasema kwamba haupendagi mvua Ankia. Miriam alimwambia hivyo huku anatabasamu. Ankia akasema kwamba kwa kweli mimi na mvua hapana, yani ingekuwa bora tu hata anga mawingu ya tande lakini maji yasishuke. Tesha akasema kwamba wewe sema unajua kujishaua wewe. Ankia akasema hivi nafikiri. Tesha akasema kwa hiyo kinachofanya usipende mvua kubwa ni nini? Mimi nikamwambia kwamba radi na matope. Ankia akauliza kwamba Jesse umejuaje? Nimekisia tu. Tesha akasema kwamba radi sio Ankia tu, hata da mimi. Yaani siku ipige mvua ya maana na radi za kutosha, unamkuta dada chini ya uvungu. Tesha alisema hivyo nasi tukacheka kwa pamoja. Miriam akampiga Tesha kidogo begani huku sasa kitabasamu, naye akasema kwamba mimi sio muoga hivyo bwana. Tesha akasema wewe tulia. Wewe ngoja tu, nitakuja nikuchukue mkanda tu, yani nitakuja nikurekodi vizuri tu. Basi Ankia akapiga mwayo kidogo na kusema kwamba jamani sisi tuache sasa, tutatembeleana kesho. Miriam akasema ila nilikuwa nataka niongee kidogo na. Miriam alisema hivyo na kunitazama. Ankia akaniambia kwamba okay sawa. Basi ngoja mimi nitangulie si ndio Jesse? Nikamwambia sawa. Basi Tesha akasema kwamba twende kusindikize wewe bwana, usije ukabebwa hapo nje. Tesha alimwambia hivyo Ankia huku naye akivaa malapa yake. So nilibaki hapo pande za kibarazani pamoja na bibi Miriam tukiwaangalia wawili hao walipokuwa wakielekea getini. Kisha ndio akasema kwamba hatujaongea kuhusu ile issue aliyoisema daktari muda ule. Nilimwangalia na kusema kwamba kuhusu Mariamu okay, yani ni kwamba unakuta sometimes mwanamke kama hivyo anaweza akawa ameingiwa vibaya, lakini kusiweze kuonekana michubuko au chochote kinachoweza kuashiria kwamba force imetumika. Kuna hiki kipimo wanaita colposcope, ndio wametumia kumpimia nafikiri, maana huwa kinaangaza hadi sehemu za ndani zenye uwezekano wa kuumia. Ni kama tu kamera ndogo hivi na safi sana. Miriam alitikisa kichwa kuonyesha kwamba ananielewa. Sasa kwa maelezo ya daktari inaonekana hicho kipimo hakijadetect tatizo lolote lile kabla ya yani kabla huyu msichana kuingiwa vibaya, ila kwa Mariam ninaamini uko safi. Ambacho tu hapa tunatakiwa kuangalia ni ikiwa uwezekano, yani ikiwa tu uwezekano upo kwamba aliingiwa na hicho kifaa hakijadetect, basi ndio atapaswa kufanya rutini ya vipimo ili kuwa na uhakika zaidi. Kwa hiyo ni kama kusema vipimo vinaonesha mdogo wangu yuko safi kwa 70%, ila kwa kuwa hatuna uhakika wa hizo 30%, ndo anatakiwa kuendelea kupima, si ndio? Uko sahihi. Ila ninabeti 99% Mariamu yuko safi. Hiyo moja tu ndio tunatakiwa kuihakikisha. Nilimwambia hivyo kwa kufariji, akatabasamu kiasi na kutikisa kichwa kuonyesha uelewa. Sawa, kwa hiyo rutini itendaje? Nafikiri tufanye hivi. Baada ya wiki moja mpeleke akapime baadhi ya magonjwa ya STI. Si unaelewa? Naelewa. Yes. Wiki ya pili mpime mimba. Alafu wiki ya tatu mpime vitu kama syphilis, mpime na HIV, mpime na hepatitis. Yani ndani ya huu mwezi mmoja mbeleni ndio tutakuwa
na uhakika wa asilimia zote kwamba yuko sawa kabisa kishapimwa namna hiyo, na hatakiwi kuambiwa chochote kuhusu haya. Yaani asije kubaki anakumbukia tu kwamba ni yapi yaliyotokea. Vipi, uko sawa? Niko poa. Ila haya yote, yani sometimes nawaza tu kama ningekuwa nimekusikiliza na kuchukua hatua mapema, haya yote yasingetokea. Yani sehemu kubwa ya maumivu ya mam nimesababisha, na naogopa. No, haina faida kujilaumu Miriam, sawa? Sasa hivi la muhimu ni hali njema mdogo wako, na ninajua atakuwa sawa tu. Haya tunafanya ili kuwa na uhakika, kuweka tahadhari tu, na ni ya muhimu. Huu mwezi ukishapita yatabaki kwa historia. Anyway, asante. Sawa, vipi kuhusu Joshua na Hadija? Umeshasikia lolote kuwahusu? Baada ya mimi kumuuliza hivyo, uso wake ukageuka na kuwa makini kiasi. Sijasikia, na sitaki kujua lolote kuwahusu. Aliongea kwa sauti tulivu, lakini ilisikika kwa njia iliyoonyesha uchungu wa aina yake. Nami nikatikisa tu kichwa kuonyesha nimemuelewa. Kwa hiyo kesho utakuwa na... Miriam akawa anataka kuniuliza kitu fulani, lakini akaacha baada ya Tesha kuwa amerejea tena. Kesho nadhani nitakuja, ndio. Kuna sehemu naenda asubuhi, kwa hiyo nadhani mida kama ya baadaye hivi tutakuwa pamoja na mam. Okay, sawa. Basi Tesha baada ya kutufikia karibu, nikamuuliza kwamba vipi, Ankia ameshalala? Tesha akasema, "Hamna. Bado hajalala bwana, nakusubiria." Tesha alisema hivyo na kunipandishia nyusi zake kimchezo. Nikatabasamu kiasi na kusema kwamba sawa, tutaonana kesho bwana, usiku mwema. Tesha akasema usiku mwema pia mwanangu. Tesha alisema hivyo na kugonga tano pamoja nami. Nikiwa sasa nimeanza kuvaa viatu vyangu, Miriam akasema kwamba usiku mwema. Nilimwangalia usoni kwa sekunde 2-3 hivi. Yaani ile kitu tunaita ku admire. Sura ya mtu mwingine ikiwa ndio naifanya wakati huu. Nami nikamwambia kwamba na kwako pia mama. Kisha baada ya hapo nikaondoka na kuelekea upande wetu ili kupumzika mapema, kwa sababu mimi nilikuwa nimefikiria kufanya jambo fulani hivi mapema ya kesho kabla sijarejea tena kwenye familia hii ili niendelee kumsaidia Mariam. Ingekuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo nilipoingia tu kwa Ankia, sikujizungusha na mengi. Ikawa ni kuvua, kwenda kujimwagia maji bafuni, kisha ndo nikaagana na mwenye nyumba wangu na kuingia kulala. Basi bwana, asubuhi ya Jumatatu hii haikukawia kufika, mpaka nikahisi ni kama vile nilifumba macho na kufumbua papo hapo mpaka hapa pamekucha. Ni kwamba tu inaonekana mwili ulikuwa umechoka mno, na usiku wa kuamkia sasa ndio uliokuwa mrefu zaidi kwangu kulala kwa amani. Maana nilimaliza utaratibu mzuri wa kusinzia wa masaa 8 kabisa mpaka kuja kuamka mida ya saa 1. So nikajitoa kitandani, na leo nilikuwa nimewahi hadi kumkuta Ankia akiwa kwenye taratibu zake za usafi. Na kalipenda kweli kusafisha vitu, hata kama hakukuwa na uchafu. So tukasalimiana vizuri, akiwa anauliza sababu iliyofanya leo niwahi mno kutoka chumbani. Ndio nikamwambia kwamba kuna sehemu nataka kuelekea kwanza kabla ya kuja kutumia muda pamoja na Mariam wangu. Akasema hata yeye pia angetoka baada ya kunywa chai, kwa hiyo labda tungekuja kuna na jioni. So baada ya hiyo kwenda nikaelekea nje na kufanya usafi wa mwili kama kawaida yangu. Kisha ndo nikaingia chumbani na kuanza kujiandaa. Nikavaa vizuri kwa mtindo wangu wa kwenda kwa Betha Kibosile kule. Isipokuwa tu sikuwa na dhumuni la kwenda kwa huyo mwanamke muda huu. So nikavuta simu na kumpigia mtu wangu wa faida sana, aliyenisaidia mpaka tukawapata Tesha na Mariamu ile juzi, yani askari Ramadhani. Basi bwana akapokea, na kama kawaida yake tayari kwa asubuhi hii alikuwa ameshaingia kazini na kuanza kushughulika na mambo yao mengi. Na hivyo akanitaka nimwambie upesi ikiwa kuna taarifa mpya nilitaka kumpa. Nikamwambia taarifa mpya kwa sasa bado, ila nilichokuwa nahitaji ni kujua mahali ambapo Joshua na mke wake walikuwa wamewekwa. Akasema tu hawakuwa wamewekwa pamoja, huyo Joshua akiwa katika kituo kilichopo Mbagala Maturbai, na mke wake alikuwa ametolewa dhamana ya muda mfupi siku ya jana. Akadai kwamba ni ndugu zake na huyo mwanamke ndio waliokuwa wamemdhamini,
na walitaka hadi kumtoa Joshua lakini wakakataliwa. Nikamshukuru kwa taarifa hiyo na kumwambia tungetafutana wakati mwingine tena ili nimjulishe yale ya upande wa Betha na Charlie Gonga. Ndio tukawa tumeagana hivyo. Hapo sasa nikawa nimepata nilichokihitaji. Na sasa ningekuwa kwenda kuchukua kilichobaki, yani kwamba nilichokitaka kutoka kwa huyo Joshua. Mpango ulikuwa ni kwenda kuitafuta hiyo maturubai sasa hivi ili sasa nikaonane na huyo jamaa. Na hiyo tu ilikuwa ni sababu tosha iliyofanya nisiwaambie watu wa familia yake Miriam kuhusu hilo. Nilikuwa na lengo na niliombea niwe sahihi juu ya kile nilichowaza. Hivyo baada ya kukamilika kimtoko nikamwacha Ankia hatimaye na kuingia mwendoni. Haikuchukua muda mrefu sana nami nikawa sasa nimefika huko kwenye kituo cha polisi cha Maturubai. Nilikuwa nimekitafuta kupitia ramani lakini kufika ilihitaji mwongozo wa konda kwenye usafiri na bodaboda mpaka kufikia eneo husika. Hii ikiwa ni mida ya saa 3 kasoro asubuhi. Nikaelekea ndani ya kituo hicho na aise kituo kilikuwa bana. Mimi sikuwahi kufika kwenye kituo cha polisi kilichokuwa na matunzo duni kama hiki. Yaani palionekana kama vile palikuwa pamepigwa na bomu la nyuklia, alafu baada ya miaka 100 ndio hawa watu wakaja kuchukua mabaki ya hili jengo na kuamua kulifanya liwe kituo cha polisi. Stani, lakini kikweli kupaona sasa kukanifanya nielewe kwa nini askari Ramadhani aliamua kuwaleta wakina Joshua huku. Paliwafaa kabisa. Baada ya kuingia hapo ndani, nikamkuta afande mmoja akiwa amekaa nyuma ya kitu kama counter hivi. Ni mbaba hivi, mweusi kiasi, mwenye sura iliyokomaa. Nami nikampa salamu. Kisha nikawa sasa nimemuulizia Joshua. Naye aliponiuliza nina uhusiano gani naye, nikamwambia mimi ni daktari wa binti ambaye mwanamume huyo alikuwa amemfanyia uhalifu juzi hapo na nilihitaji kuzungumza naye. Basi afande akasema huu haukuwa muda wa kuwafungulia hao watu wala kuwatembelea. Eti muda ilikuwa ni saa 4 na kuendelea. Nikamwambia mimi nahitaji tu kuonana na Joshua kwa muda mfupi ili nimuulize jambo fulani muhimu sana. Na nilikuwa nimeshazungumza na askari Ramadhani ambaye ndiye alinielekeza kuja hapa. Basi nikaona nimpatie na jamaa 10,000 tu kama pole usumbufu. Ni akakubali. Mapopo kwa hela. Akaniambia nisogee naye kuelekea upande upande uliokuwa na selo ya walioshikiliwa. Sasa tulipofikia huo mlango mpaka nikashangaa. Yaani ulikuwa mwembamba ingawa chuma nzito kiasi. Na askari huyu akafungua kufuri kubwa kwa nje na kisha kuita kwa sauti ya juu akisema kwamba wewe njoo hapa. Inaonekana alikuwa akimuita Joshua bila shaka. Na ni ukimya tu ndio uliofuata baada ya hapo. Askari akarudia kwa kusema kwamba wewe ndio, njoo hapa bwana, nyanyuka. Askari airudia kwa kusema hivyo. Sauti za kama ni za nzinzi hivi zilisikika sakafuni, ndani ya hiyo selo, sijata nieleze vipi. Sasa hatimaye Joshua akawa ametoka. Aise, kumuona kulintia hasira sana kwa kukumbuka kile alichotaka kumfanyia Mariam. Lakini kama ingekuwa ni kwa mtu mwingine kabisa ambaye ndio amekutana naye hapo, basi angemwonea huruma kutokana na jinsi alivyokuwa akifanana. Wakati huu alikuwa ndani ya kaushi nyeupe na bukta nyeusi kwa chini. Mwili wake ulionekana kuchafuka huku akitembea kwa kuchechemea kiasi kwa sababu ya maumivu sehemu fulani vya mwili wake. Usoni jicho lake la kulia lilikuwa limejaa kama puto dogo hivi, kutokana na kuvimba mpaka kutokuweza kufunguka. Na pua yake ilikuwa imeumuka pia. Taya yake ya kushoto ilikuwa imetanuka zaidi kwa chini, kitu kilichoonyesha kwamba fizi zake zilivimba pia. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba alikuwa na maumivu mengi sana usoni na mwilini. Mkono wangu ulikuwa ni mbaya kweli kweli. Kumbuka mimi ndiye nilimshushia kipigo. Akiwa tu ndio ametoka na kuonekana haelewi somo, akawa ameangalia upande aliosimama na kuniona, na akanitazama usoni na jicho lake moja kwa njia ya kushangaa. Nikaona ana meza na mate kabisa. Sijui alifikiri nimekuja kumuongezea kipondo kingine. Yule afande baada ya kufungua mlango wa selo tena, akamwambia Joshua kwamba haya kaa hapo chini bwana. Lakini Joshua akaendelea tu kusimama na kuniangalia kama vile hakusikia alichoambiwa. Askari akasema kwamba wewe haujasikia ama? Askari alimwambia hivyo kiukali na kumpiga begani kwa nguvu kiasi. Joshua akatoa sauti kuonyesha maumivu, huku sasa akijirudi kwa kuchechema. Na hapo begani ndipo ambapo nilipasulia chombo cha udongo usiku ule. Nakumbuka nilipasulia na chombo cha udongo mpaka kapasuka. Kwa hiyo nilielewa aliumia kweli kweli. Nikamwambia askari kwamba haina shida mkuu, wewe mwache tu asimame. Askari huyu akamwangalia Joshua, naye jamaa akaniangalia huku sasa ameshika bega. Nikamwambia kwamba nasikia mke wako wamemdhamini. Joshua akasema kwamba
mimi wamekataa, umwambia wanikatalie ili uje kuniongezea maumivu, si ndio? Joshua aliongea hivyo. Nikamwambia kwamba ningependa sana kufanya hivyo, lakini mimi sio mjinga kama wewe. Joshua akauliza kwamba kwa nini yani? Kwa hiyo nini yani, umekuja kunitoa ama? Nikasema ya kwamba naona unaota ndoto za mchana. Nilimwambia hivyo sasa nikisogea karibu na aliposimama yeye pamoja na askari. Sikia, mimi siwezi kufanya upuzi kama huo. Hii ndio sehemu sahihi uliotakiwa kuwepo. Na tena ukitoka hapa ndio utaenda kukaa kule papana zaidi. Kwa hiyo nadhani utapaita nyumbani. Ndio utakutana na wengi walio kama wewe, hata zaidi yako. Nilimwambia hivyo, akaonyesha sura ya kukosa amani. Naye akasema ya kwamba tafadhali bro, naomba nisaidie. Najua nimekosea ila ninaweza kubadili, yani naweza kubadilika yani. Naomba unisamee. Hii ni sehemu ya mateso sana kaka, naomba nisaidie. Ulipata nafasi nyingi sana za kusaidika, lakini ukazitupia dampo. Zamu hii utapata unachokistahili. Nimwambia kwa mkazo, akabaki kunitazama tu na kupumua kwa kutetereka. Askari akasema kwamba kijana, hebu tumia muda wako basi vizuri. Huyu anahitaji kurudi ndani. Basi nikamsogelea Joshua karibu zaidi. Nikasema kwamba nataka kujua kweli. Joshua akauliza kuhusu nini? Nimekuangalia tokea mwanzo. Kufanya yote uliowafanya. Sidhani kama ilikuwa ni kwa sababu tu ya kutaka mali upate pesa. Kuna sababu nyingine, si ndio? Nilimuuliza hivyo, akaanza kubabaika, akitazama huku na huko na jicho lake kama ni kifaru. Sasa mimi nikaambia kwamba naomba niambie sababu iliyokusuka kurudia makosa yale ambayo hukutakiwa kuwafanya. Mpaka udiriki kutuma watu wambake mdogo wako ili tu kumharibia. Na wewe ndio upate faida yako ya kishenzi, si ndio? Nimwambia hivyo, akashusha pumzi na kusema kwamba lile shamba bwana, kuna mtu analitaka. Sasa mimi ndio nilikuwa, hebu ongea basi kwanza vizuri ueleweke bwana, wewe vipi? Jamaa nilifanya makubaliano nayo. Sasa walikuwa wanataka kulinunua. Sasa mimi tukafanya makubaliano. Nilimwambia mwenye shamba ni ndugu yangu na ningehakikisha analipata, ila nikamwomba malipo, yani nimfanyie kama udalali, maana nilikuwa na uhakika kwamba Miriam angeliachia shamba, maana Mariam ni mgonjwa, ila ndo kama vile sasa akaanza kuzungusha tu. Na wewe ukawa sasa umekula hela uliopewa kabla jamaa hajakutana na mwenye shamba ili kulichukua, si ndio? Nimuuliza hivyo, akaangalia chini kwa kosa la kusema. Nikapiga ulimi mdomoni na kutikisa kichwa kwa kutokuamini haya yote. Sasa mimi nikamwambia yule askari ya kwamba kaka, unajua jamani mpumbavu sana. Askari akaambia Joshua kwamba hata mimi naona bana. Hivi wewe utauzaje mali isiyo ya kwako bana? Wewe naongea na wewe bana, utauzaje mali isiyo ya kwako bana? Na mimi nikamuuliza kwamba alafu unasema Miriam akaanza kuzungusha. Ulikuwa muongea naye? Sasa Joshua likabunda tu namna hiyo hiyo. Kwa hiyo wewe ukala hela ya watu, si ndio? Alafu kafikiria nini? Kwamba eti nitamuua tu Miriam atasaini pepa. Kikishahamishiwa jina langu nitakiuza. Simple like that. Si ndio? Hivyo ni mjinga sana Sisi wote hapa tumeshaiba. Hata kama ni kudokoa shilingi 100 utotoni, ilikuwa ni kuiba. Lakini kumuua ndugu yako wa damu ili tu upate shilingi 100. Joshua, wewe ni mtu aina gani? Yani mpaka unathubutu hadi kutuma watu wakambake. Hivi kweli? Unajua tu kama nyinyi yani ndio mnaosababisha tusitembelewe na wageni kutoka sayari zingine. Msikilizaji, niliongea maneno hayo kwa hisia sana. Paka afanda akacheka kidogo na kutikisa kichwa. Joshua kanitazama na kusema kwamba bro, mimi nikuombe tu msamaha kwa haya. Who there? Ishi hapo. Usiniombe mimi msamaha. Haitakuwa na faida yote kwako. Okay, niambie nini kinaendelea sasa hivi kwa huyo jamaa wako? Niambie. Alikuwa amenipatia muda nikamilishe ule zoezi la kumuua mdogo wako. Hapana, yeye hajui kuhusiana na hayo. Yeye alitaka tu hilo shamba ajengee mambo yake, na ndicho ndio anachosubiri mpaka sasa. Ila mimi nilimcheleweshea, kwa hiyo
akawa anataka nimrudishie hela yake, la sivyo angenizingua. Ni ana nguvu sana, ana pesa. Joshua alielezea hivyo kwa masikitiko. Baada ya kuzungumza kwa masikitiko, askari akaambia kwamba itakuwa vizuri akija kukuchinja ili taifa lipunguze mbwa wengi kama wewe. Okay, huyo jamani nani? Na ni wapi? Huwezi kumjua. Ulimjuaje? Silete ujuaje hapo, msikia? Msikia? Niliongea hivyo. Askari naye akamwambia kwamba afu usipoteze muda bwana, sema haraka. Joshua akasema kwamba bro, nakuomba mimi nitakwambia ni nani, ila kwanza nisaidie kutoka hii sehemu. Okay, usijali kuhusu kutoka hapa, utaondoka tu. Niambie jina la huyo mtu. Taja jina lake. Haitasaidia kwa lolote. Na ni mtu mkubwa. Sasa unaogopa nini? Si uko sehemu salama au unalindwa kabisa? Niambie ni nani huyo? Ama urudi ndani? Afande endelee na kazi zingine, si ndio? Kama shida ni pesa unadaiwa, sema ni kiasi gani. Useme huyo mtu ni nani. Tutamtafuta, tutamrudishia hela yake ili asije kumsumbua Miriam. Sijui unanielewa? Bro, huwezi kufanya chochote bro. Mimi nakwambia. Joshua aliendelea kusema tu upuzi wake. Hivi huyu yanajaribu kuku. Alafu mkuu, mrudishe tu chumbani kwake. Asante sana. Sasa askari akasema kwamba haya, tembea. Joshua alibaki akiniomba akisema kwamba kaka please. Askari akamwambia kwamba wewe, nimesema pita huko bana, wewe nitakugonga virungu. Nitakufumua virungu hapo usitembee bana, mpita huko bana. Basi mimi sikutaka tena kujali kelele za huyo jamaa, na mimi nikaanza kuondoka hapo nikiwa nawaza kurudi tu nyumbani na mengine angefuata baadaye. Inaonekana askari alikuwa anamsukuma Joshua arudi kupumzika chumbani kwake. Na ile tu ndio nimeukaribia mlango, jamaa akasema kwamba ni Manyanza, Frankie Manyanza. Joshua akawa amesema hivyo. Nilipigwa na kitu fulani mbele ya hatua zangu kilichofanya nisimame ghafla. Nami nikageuka nyuma kumwangalia Joshua. Sasa wote yeye na askari walikuwa wamesimama usawa wa mlango wa kuingilia selo, huku Joshua akiniangalia kama anataka kulia. Kwa sauti ya chini kiasi nikauliza kwamba nini? Joshua akasema kwamba jamaa ndio jina lake Frankie Manyanza. Basi nikapiga hatua chache kuwasogelea tena nikiwa makini sana. Frankie Manyanza ndio anayetaka shamba la mamu? Ndio. Kwa nini? Mimi nimekwambia ana hela. Anataka kujenga madude yake. Sijawahi hata kukutana naye live. Namjulia tu kwa mwakilishi wake tu. Yeye nimemuona kwenye picha basi. Ni ana hela, anaweza kuwa hatari sana, ndio maana mimi nifanya yote hayo. Na sijui sasa hivi hata itakuwaje. Jamaa alijibu hivyo. Nikaangalia chini nikiwa nahisi kushangaa. Afande akaniuliza kwamba vipi unamjua? Sasa nikiwa nimebaki kutatizika kiasi, nikatikisa kichwa kukubali. Joshua akarusha swali kwa kusema ya kwamba wewe umemjulia wapi? Usiniulize mimi. Niambie ukweli, una uhakika wa asilimia zote kwamba ni huyo unayesema ndio alikulipa? Nilimuuliza kwa mkazo. Joshua akasema kwamba ndio, ni yeye, sikudanganye. Nikatazama chini kwa kosa amani kiasi. Joshua akaniuliza kwamba wewe unamjuaje? Haikuhusu. Umepita huko kote kwa faida gani sasa? Kuishia jela. Ngoja nikwambie kitu Joshua. Mungu huwa anatukutanisha na watu kwa makusudi yake. Usifikiri nilitoa tu pap na kuja kukutibulia mipango yako kimazingara. No, hapana. Mungu tu ndiye aliyenileta huku ili niweze kuisaidia ile familia. Na nakuhakikishia kwenye hili nitaendelea kuwasaidia mpaka mwisho. Mungu ana maana yake. Hata kama mimi bado sijaijua, lakini nitaishi. Ila wewe ukishakaa jela ndio utajua ulikuwa hujui. Nilimwambia hivyo kwa mkazo sana. Joshua akawa ananiangalia kwa uso uliojaa majuto mengi. Nikamwambia afande ya kwamba imeisha hiyo, mweke ndani mkuu. Kisha nikageuka zangu na kujiondokea. Kweli, yani kuna mambo mengi yaliokuwa yanatokea mpaka nikawa sasa nawaza ikiwa alipangwa ama ilikuwa ni hatima tu. Subiri. Hicho ni kitu kimoja, au sio? Lakini hilo halikujalisha. Hivi sasa kilichokuwa muhimu kufanya ilikuwa ni kusahihisha upuuzi wote wa Joshua uliosababisha maumivu mengi sana. Na kwa jinsi mambo yalivyokuwa yameeleweka kwangu wakati huu, inaonekana ni kama Mungu alikuwa ananipa nguvu ya kuwa
hilo suluhisho tena, yani tena na tena. Hata sasa utata wote wa swala la shamba la binti Mariam lingekwenda, yani kwamba mimi hapa ningekwenda kuutatua ili nisaidie kuilinda haki yake. Haijalishi alikuwa chini ya hali ipi, ilikuwa ni haki yake na ni ya kwake peke yake. Kwa hiyo mimi nilichukua usafiri moja kwa moja kurudi Rangi Tatu, kisha nikapanda mwingine kuelekea makumbusho. Nilikaa kwenye siti ya daladala nikiwa na mawazo sana juu ya kila ambacho Joshua alikuwa ametoka kuniambia muda mfupi uliopita. Moja kati ya mambo ambayo unakuwa hujatarajia kabisa, ile kwamba kumbe ni kitu ambacho unakijua ila tu hukuwa umekijua hata tu kufikiria. Yani hii issue ya kumpambania Mariam ilikuwa imeanza kupanda daraja kufikia sehemu ambazo yani sikudhani kabisa kwamba ningeweza kufikia kabisa, lakini angalau niliona ni kwa mwongozo wa Mungu tu nilikuwa hapa kuwa suluhisho. Na ndivyo ilivyo kwenye maisha, msikilizaji. Yani mtu yote anayekuja kwenye maisha yako haji kwa bahati mbaya. Ni script ambayo tayari imeshachorwa na Mungu. Maswali mengi ya ni kwa nini hali hii ilizidi kuwa yenye kuchanganya na kusisimua kwa wakati ule ule. Yani anyway, sasa nimekuja kufika makumbusho kwenye mida ya 4:30 hivi. Asubuhi hii nami kama kawaida nikatafuta Uber na kutoa agizo la kupelekwa sehemu niliyotaka kwenda. Haikuwa Royal Village kama nilivyokuwa nimezoea kwa hizi wiki chache zilizopita. Zamu hii nilikuwa naenda sehemu ambayo niliomba tu Mungu yani ingemaliza huu utata wote wa swala la shamba la Mariam. Haikuwa na umbali mrefu sana kwa usafiri huu, na baada ya kufika eneo husika nikalipa nauli, kisha nikashuka na kusimama mbele ya jengo moja refu sana. Kubwa vibaya mno, kati ya majengo kadhaa yenye ubora wa hali ya juu ulioonyesha kwamba watu wa humo walikuwa ni wakwenda na wakati na walikuwa na pesa. Kwa anayejua maeneo haya vizuri, akikwambia jengo la Mwanga Hoteli linafananaje, ndio utaelewa kwamba huo ni mfano bora kufananisha jengo hili lililokuwa mbele yangu. Vyoo pande zote, kuanzia chini mpaka juu. Sasa mimi sikutaka kupoteza muda kuangalia hiki ama kile, kwa sababu hii haikuwa mara ya kwanza kufika hapo. Kwa hiyo nikaelekea tu ndani huko, nikipishana na watu mbalimbali ndani ya sehemu zenye vitu maridadi sana. Moja kwa moja nikaelekea mpaka kwenye lifti na kupandisha hadi ghorofa la 8 huko. Nami nikatoka na kwenda sehemu yenye meza ya msaidizi wa mkuu wa kitengo cha ghorofa hili ili nipate huduma. Kufika hapo nikamkuta mwanamke huyu Muislamu aliyevalia kwa unadhifu sana na hijabu yake kichwani. Alikuwa mweupe kama Miriam tu, na mpaka nimefika mbele yake alikuwa akiingiza vitu fulani hivi kwenye kompyuta yake. Kwa hiyo mimi ni kama hakuniangalia upesi. Habari za asubuhi. Salama, tafadhali msubiri pale. Aliishia hapo baada ya kuniangalia, akiwa na lengo la kunionyesha sehemu ya kukaa ili nisubirie, lakini baada ya kuwa amenitazama akaachia tabasamu pana la furaha lililofanya uso wake upendeze sana, nami nikatabasamu kiasi. Akauliza, "Hey, jamani, ni wewe?" "Ya, ni mimi." "Za siku hunikani." "Nilikuwa likizo ila niko hapa pada. So leo nikaona nije nikutembelee." "Yaani unajua bado siamini Naona una likizo nzuri sana, maana unazidi kuwa handsome tu." "Umeanza." Kweli. Ila muda umepita sana jamani, sana." "Karibu. Umekuja kuonana na Mr. Manyanza "Ya. Nilikuwa maeneo ya karibu nikaona nipite kumsemesha kidogo." "Vipi, yupo?" "Yupo, ila yuko busy. Hana hata appointment yoyote. Kazi futa nyingi maana kuna load kubwa ya kazi anashughulikia." "Oh, sawa. Sema mimi nataka tu nizungumze naye kwa ufupi tu, ni muhimu sana. Sitamalizia bosi muda wake." "Oh, basi hebu ngoja nimpigie. Kama ni wewe, anaweza." No, simpigie. Wewe nipeleke tu ofisini kwake kwa hizi starabu zenu hizi, maana anaweza akakukatalia kwa simu. Twende tu tumshtukize." "Wewe, unataka nichape?" "Wewe, anakuchapa vipi bwana? Labda tu kakibao kwa upande wa huko nyuma." "Yaani wewe." "Haya bwana, twende, ila nilikuwa nimekumisi." Msikilizaji, usishangae, nilikuwa ni mtu maarufu. Yes, nilikwambia bado hujanijua.
Hujanijua sana msikilizaji, kwa hiyo tuendelee. So akanyanyuka kutoka kitini na kujiunga nasi tukaanza kuelekea upande wa ofisi ya huyo bosi wake. Huyu mwanamke bwana alikuwa na shepu bwana, kama vile wale midoli wanaovalishwaga nguo ili kuvutia wateja. Yes, namna hiyo. Alikuwa ni mrefu pia, mwenye uzungu kama wote. Alafu hapa alikuwa ni secretary wa huyu jamaa, lakini kimwana alitembelea gari la Prado, utadhani yeye ndio alikuwa bosi. Hawa watu bwana walikuwa maana sana. So tukafikia milango mipana ya vioo ambayo ilituruhusu kuona vizuri undani wa ofisi ya bosi wake, naye akafungua tu na kwa pamoja tukaingia. Hapo mbele yetu ilikuwa ni sehemu pana na safi sana ambayo iliwekwa meza ya kioo kizito yenye muundo wa ukweli kama tu logo ya Apple, ndefu na pana, kukiwa na viti viwili vikubwa vyeusi upande huu wa mwanzo, halafu kwenye mkunjo wa katikati upande mwingine ndio kulikuwa na kiti cha bosi. Hapo alionekana mwanaume mtu mzima akiwa ndani ya suti safi kabisa, umakini wake wote ukiwa kwenye mafaili kadhaa na makaratasi yaliyokuwa hapo mezani kwake, huku sasa akiandika mambo fulani hivi na kwenye kompyuta yake pia. So tukawa tunaikaribia meza yake, na bila kutazama mwanaume huyu akasema kwamba Faima, nimekuambia sitaki disturbance yoyote ile, hata kama ni Mama Samia ndo amekuja. Sekretari huyu ambaye ni Faima akacheka kidogo kwa pumzi, naye akasema kwamba ni mtu muhimu zaidi ya huyo boss. Jamaa akapandisha macho yake, na baada ya kuniona akaigamia kiti chake vizuri zaidi na kuendelea kunitazama tu. Mimi pia nikawa namwangalia kwa utulivu, huku akiwa na tabasamu. Faima akamwambia kwamba samani, ameomba kuongea na wewe kwa muda mfupi tu, anasema ni muhimu, dakika 5 tu. Basi mtu mkubwa akamtikisia sekretari wake kichwa mara moja, naye Faima akaondoka na kuniachia uwanja hapo. Wow, vizuri. Vizuri sana bwana. Hii ni surprise kweli. Mimi sikutarajia. Jamaa alisema hivyo huku sasa kitabasamu kiasi. Sorry kwa kuvamia namna hii, ila ni muhimu kuongea nawe kwa ana kwa ana. Ana kwa ana? Kweli itakuwa ni muhimu sana. Alisema hivyo, nami nikatikisa kichwa kukubali. Za huko ulikukua? Safi tu, shikamoo mzee. Msikilizaji, usishituke, inashangaza kidogo Yes, huyu jamaa aliyekuwa kwenye dili la kununua shamba la Mariam kupitia wawakilishi wake waliompata Joshua kama dalali alikuwa ni mzee wangu. Yes, ni kitu ambacho mimi mwenyewe sikuwa nimekitarajia kabisa mpaka Joshua alipotaja jina lake muda mfupi nyuma kule kituoni. Na ndio maana nilihisi labda kuna mambo mengi kwenye visa vyote vilivyokuwa vikitokea. Sasa ilionekana kuwa kama yamepangwa fulani hivi na majaliwa. Yaani kweli ilipaswa tu kuwa mzee wangu akawa ndio mnunuzi wa hiyo mali mpaka kusababisha hayo mambo yote mabaya kutokea. Ila sidhani ikiwa alijua undani wa visa vyote. Na ndio nilikuwa nimekuja kusahihisha mambo. Na kuhusu JC kuwa kijana wa jamaa mwenye pesa namna hii ni swala ambalo tutaliongelea baadaye msikilizaji. Ndio maana nakwambia waache wanaotaka kushukia njiani kwenye hii safari washuke, lakini mimi nipo na wewe. Sawa Yes, tuendelee kusonga mbele, utaendelea kuburudika sana na surprise za kutosha. Surprise bado ni nyingi. Kwa hiyo bwana, utafahamu huko mbeleni mimi kuhusu JC kuwa kijana huyu jamaa. So baada ya kuwa sasa ameniambia nikaribie, nikakisogelea kiti kimoja karibu na meza yake na kisha kukaa. Imeshapita miezi 2 toka mara mwisho tumeonana, si ndio? Nafikiri ni hivyo. Okay. Umenikuta niko busy. Niambie, kuna tatizo? Naweza kusema ni tatizo. Kuna jambo nahitaji unisaidie kulisuluhisha. Nilimwambia hivyo, akashusha pumzi kiasi kama kutoa uchovu wa kifikra. Naye akasema ni kuhusu issue ya dada yako. Msikilizaji, sikutarajia hilo. Hivyo nikasema kwamba hapana. Na kwa nini kwani? Jasmine ana tatizo lolote? Na maana hawajakuambia? Nilitikisa kichwa kukanusha. Labda hawajaona ni busara kukuambia. Hata hivyo haikuwa. No mzee, wewe niambie tu, kilichonileta ni kitu tofauti, ila niambie kwanza Jasmine ana tatizo gani? Amebakiza miezi michache ajifungue, si ndio? Miezi 2 au 1.5 hivi. Kwa hiyo shida nini? Wameachana na mume wake.
Hainiambia hivyo. Nikakunja uso kimaswali kiasi, nami nikaangalia pembeni. Wamekorofishana juzi hapo sana tu. Ilikuwa ni ugomvi mkubwa sana. Of a petty misunderstanding. Na unajua jinsi dada yako alivyo, so ilikuwa ni karibu apate miscarriage. Mimba ingetoka. Baada ya mzee kusema hivyo, nilibaki tu yani nikaa nimeshangazwa na hili. Nami nikauliza kwamba ina maana ulikuwa ni ugomvi au yani huyo jamaa wake alifanyaje? Na alimpiga au? Hamna, walirushiana maneno tu. Huyo Kevin akaondoka zake. Sasa ndo dada yako akapata mshtuko, ila walimpeleka hospitali. Sasa hivi yuko vizuri tu. Kwa hiyo sasa hivi uko wapi? Yupo nyumbani. Imebidi akae tu na mama yenu mpaka akijifungua. Sio poa, itabidi nije niende kumuona. Labda waliona tu asikwambie ili wasikuharibie likizo yako. Kwanza umeenda wapi kwenye hiyo fungate ambayo umeamua kuichagua wewe? Mzee aliniuliza hivyo, nikatabasamu kiasi na kusema kwamba niko Mbagala. Kule nyuma kwenye jalala. Nilicheka tu kwa sababu nilijua tu hapa ameuliza kiutani. Siku hizi ni pazuri sana mzee, sio kama Mondi alivyopaacha. Okay, sawa. Niambie sasa unaishi gani sasa? Alisema hivyo huku sasa akiangalia karatasi moja mezani. Kuna kiwanja au niseme shamba. Kuna shamba unalotaka kununua, si ndio? Shamba? Kuna shamba linamilikiwa na mwanamke fulani hivi nje ya mkoa. Najua nataka kununua mzee. Kuna vitu vingi kampuni inanunua. Unajua kuna miradi inaendeshwa na ndio kuna viwanja au mashamba tunayo target hapa na kule ili kujenga mambo yetu faster. So be specific. Msikilizaji, sikuwa najua shamba la Mariam lilipokuwa yani kwa ufupi tu sikuwa nafahamu lilipokuwa kiundani zaidi. Hivyo nikamwambia kwamba hili shamba liko nje ya jiji, mkoa mwingine. Kuna mwakilishi wako alimlipa mwanaume fulani pesa in advance ili akuhalalishie kulipata. Lakini najua mpaka sasa hivi haujalipata na ulikuwa unataka kuangalia upande mwingine, ila ndio unahitaji jamaa arudishe pesa zako kwanza maana kakucheleweshea. Si unaipata hiyo? Nilivyoongea hivyo akaweka uso kutafakari kiasi. Naye akajibu unaongelea shamba la nani? Lililo Morogoro la mwanamke fulani hivi anaitwa nani hivi? Nani huyo? Mariam Constantine. Msikilizaji, sikujua Constantine kuwa jina la pili la binti Mariam, lakini nikamwambia kwamba yes, ni huyo. Ndio, nimejaribu kulipata hilo shamba tokea wiki chache zilizopita, ila napewa tu delay. Wewe umejuaje kuhusu hilo? Mmiliki wa hilo shamba mimi namfahamu, yuko huko Mbagala. Oh, that's good. Then sijui kwa nini hawa watu wangu wanakuwa slow sana kunikamilishia hili swala, ila mtu ambaye aliyekuwa anawakilisha kulirasimisha hilo shamba ndiye anayetuzungusha. Kama utaweza kumleta huyo mtu tufanye makubaliano hapa face to face, tutamaliza hii haraka sana. Hapana mzee, yani mmiliki ni msichana mdogo. Anayesimamia hiyo mali ni dadake. Sasa kwani shida nini Jay? Mzee alinikatisha. Mimi nikatulia kidogo. Kisha nikamwambia kwamba nakuomba usifanye taratibu za kununua hilo shamba. Mzee alishtuka kauliza nini? Ni kiwanja kwa ajili ya huyo msichana. Ana tatizo fulani hivi ambalo yani dada yake ndio anamsimamia. Na hakuwa ameliweka market, ila kaka yake ndio alifanya kama disa tu kuliweka market. Sasa nyie mkafikiri, je, msubiri, mimi sikuelewi bwana. Hebu ongea ueleweke vizuri maana mimi hapa nachanganyikiwa bwana. Mzee akanikatisha kwa kusema hivyo. Nikashusha pumzi na kuangalia pembeni. Yani hautaki ninunue hilo shamba kwa sababu gani yani? Maana huo ni naweza nikasema huo ni mradi wa kampuni. Sasa na mimi nilikuwa nimeshatoa pesa nyingi bwana. Watu ambao wanahusika na hiyo ndio wanatakiwa kuniletea taarifa za nini kinaendelea.
Sasa wewe unazika vipi yani? Alafu uje useme yani nisilichukua ni kivipi yani? Mzee, iko hivi. Tuseme kwa mfano wewe unataka kununua shamba ambalo ni la Jasmine, sawa? Unatuma mwakilishi akuletee huo mchongo. Huyo mwakilishi akimtafuta Jasmine akakutana na mimi kaka yake. Namwambia kwa sababu mimi ni wa familia moja na mmiliki, nitamrahisishia kulipata. Kwa hiyo atoe tu hela alafu mimi nitaderiva. Wakati huo kumbe Jasmine hataki kuliuza shamba. Alafu hajui kuhusu haya makubaliano ambayo mimi nimefanya na mwakilishi wako. Alafu hizo hela mimi nimekula. Sasa ninachokifanya ni kuamua kuunda mpango wa kumwondoa Jasmine. Sawa, yani nimuue. Alafu nihalalishe umiliki wa hiyo mali kwangu mimi mwenyewe. Ili ndio niitoe kwa nilio wauzia. Sasa sijui hapo umenielewa mzee? Ya, ndivyo ilivyo. Yani ndio hali ilivyo hivyo mzee. Sasa dada yake na huyu binti ndio msimamizi wa hilo shamba. Hakuwa na habari kwamba kaka yake kakubali dili la kuliuza kwa mtu mwingine. Sasa huyu jamaa alikuwa anajua dada yake asingekubali kuliuza. Kwa hiyo akajaribu kumuua mdogo wao, halafu ahamishe haki ya kulisimamia hilo shamba kwake yeye mwenyewe. Halafu sasa akishakamilisha hilo ndo akupatie wewe sasa. Are you serious? Kabisa. Ni juzi tu hapa ndio alikuwa amemteka huyo msichana ili amuue. Lakini mapolisi wakamkamata mapema kabla hajafanikiwa. Tena hapa ndio nilikuwa nimetoka alikofungiwa. Akanambia sasa nyie ndio mnaolihitaji hilo shamba. Nilimweleza hivyo mzee msikilizaji. Akashikashika viganja vyake na kuegamiza mikono mezani, naye akasema ya kwamba kwa hiyo unataka kusema kwamba wameniibia, si ndio? Sio hivyo, yani ni huyu jamaa familia yake na huyu dada mwenye haki ya usimamizi wa hilo shamba hakujua lolote. Mpaka sasa ninavyoongea na wewe, yani hajui kama jitihada za kununua hilo shamba ni zako. Kaka yake yuko rumande, kwa hiyo wanafikiri imeshaisha. Ila najua mwenye deni la pesa zako ni huyu jamaa, sio familia yake. Kwa hiyo ndio maana nikaona sasa nije kukwambia ili kukuelewesha. Yani namna mambo yalivyo. Bese? Kwa hiyo mwenye shamba haliuzi. Aliyesema linauzwa yuko ndani. Pesa kala na sijapata faida yoyote. Ila ni hasara anayotakiwa ilipie, lakini yuko jela, kwa hiyo hatuweza kulipa, si ndio? Mzee aliuliza hivyo, nikaangalia chini kiasi na kutikisa kichwa kubali. Kwa hiyo huyo jamaa alikuwa amepanga kumuua mdogo wake ili alipate, alafu ndio atuuzie, si ndio? Ya, ndio. Na alikuwa karibu kufanikiwa. Sasa kwa nini afanye hivyo? Ni mjinga tu. Alikuwa eti anaogopa kwamba mtamfanya kitu kibaya kwa sababu tayari alikuwa amekula hela mliompatia mwanzoni na kalenda ilikuwa imeisha. Sasa aliyemwambia tutamfanya kitu kibaya bana. Anyway, hakukosea. Mimi nimetoa pesa nyingi kama kianzio je. Alafu aje tu kusema eti kala na dili limefeli bwana. Asingekuwa ndani sasa hivi mimi angenitambua bwana. Mzee aliongevu kwa kuudhika. Nikamwambia kwamba achana naye tu afai. Ingawa hivyo sijui sasa kwa upande wa pesa zako yani ndio inakuaje, sielewi. Tutamtoa. Auza hata figo zake zote, arudishe hizo pesa. Aliongevu mzee kwa mkazo. Mzee. Usini mzee mimi mzee. Umesikia? Je, tumetoa hela nyingi kama kianzio. Umesikia? Tena mimi personally ndio nilikuwa nahitaji hicho kiwanja. Nataka nijenge issue nzuri sana itakayoleta matokeo mazuri. Kampuni nadhani unaelewa inapanuka vibaya mno sasa hivi. Sasa nasambaza upendo nchini kote kwa kujenga matawi. Watu wanufaike na sisi tukue zaidi. Alafu wewe huyu uje tu useme kwamba mimi ni aje ipite bana. Wewe vipi wewe? La ichezewe kirahisi namna hiyo bana. You should know that. Mzee, najua, ila usitoe mtu figo zake kurudisha hicho kilichopotea. Sio fresh. Yeah. Lakini pia najua ukiangalia na jinsi hali ilivyo unahitaji alternative nyingine mzee. Ipi sasa je?
Lazima itakuwepo tu, wewe ndo bosi. Sikia, pesa sio zangu tu, sawa? Zinahusika kwenye kampuni pia. Mimi ni bosi wa mabosi 6. Sasa lakini jua nina mabosi 3 juu zaidi yangu. I answer to somebody tu. Hapa sio sehemu ya kusema milioni 5 imeslip tu, hatujui imeenda wapi. Alafu mabosi wapuzie, every penny matters. Ikiwa pesa niliyotoa kwa maslahi ya kampuni haitarudi on the deadline, inamaanisha niirudishe kwa kutoa kwenye ya kwangu mwenyewe. Sasa unaweza kuniambia hiyo inamaanisha nini, Jay? Inamaanisha hasara. Yes, exactly. Kwa hiyo usifikiri mimi nitaliachia kiurahisi tu. Kinachotakiwa hapa si umesema unamjua mwanamke? Ya, ndio, lakini hebu nipe kontakti zake, mimi nitazungumza naye moja kwa moja. Mzee, mambo nisikize mzee. Yaani sio rahisi kama hivyo mzee. Yaani hawezi akakupa hilo shamba. Sasa kwa nini haziwezi bwana? Sawa, anaelewa hakujua. Lakini hata mimi mwenyewe nimepoteza kitu fulani bwana. Tena kikubwa, Look. Taongea naye. Hata ukitaka mimi sitagusia pesa iliyopotea. Lakini naweza nikamshawishi vizuri sana hadi akanipatia hiyo issue. Mimi nimekwambia nililenga hiyo tokea muda, so pamoja na hayo yote, ila bado naweza nika fix something. Mzee, mimi naelewa. Sema sababu inayomfanya asikitoe kama kiwanja ni mdogo wake. Huyo mdogo wake ndio Mariam. Ni mgonjwa. Yaani nawajua sana watu vizuri sana kwa sababu mimi ndo namsaidia binti ile apone. Unamsaidia? Huko kwa Mbagala? Ndio. Ni mgonjwa wa nini? Ana kitu kiko kama ASD, yani equivalent ya PTSD aliyepata baada ya wazazi wao kufa kwenye ajali, na sasa hivi inaweza ikawa mbaya zaidi. Yote ni kwa sababu ya mambo ambayo kaka yake amemfanyia juzi. So ni hatari endapo kama ataachwa bila msaada unaomfaa yeye. Kwa hiyo na wewe ndo unampatia msaada, si ndio? Wakati huu wa mapumziko yako, si ndio? Ya, ndio nilikutana nao huko. Sasa dada yake anampenda sana. Anamtunzia ile shamba kwa ajili ya future, akiwa na matumaini kwamba mdogo wake atapona ili aje kumiliki yeye kama yeye, na kisha ajenge maisha yake kwa njia yote atakayoamua kutumia mali aliyoachiwa. So isinge kuwa ya tamaa ya kaka yao, wala hata usingeingia kwenye hilo dili mzee. Yaani sio fair kwako kama ilivyo sio fair kwao pia. Ni watu wazuri, yani ni kama wamedanganywa tu. So nakuomba sana mzee, uangalie njia nyingine. Ukitaka mimi nitasaidia kukutafutia shamba au kiwanja sehemu fulani nyingine, but nakuomba uangalie utaratibu wa kuliacha shamba la huyo binti. Tafadhali sana mzee. Niliongea kwa hisia sana msikilizaji. Mzee mkubwa bwana akawa ananiangalia kwa ufikirio sana, huku akipiga kidole chake kimoja mezani. Mimi nina mambo mengi sana ya kufikiria Jay. Sikuwa nimetarajia uje uniletee na hili jambo. Kwa hiyo anyway, nitaangalia cha kufanya ili tuepuke kuzunguka kwingi. Nitaongea na niliyemweka kufuatilia hiyo issue, alafu tutaona. Sawa, nashukuru sana mzee. Asante sana. Alafu huyo binti ana miaka mingapi? 19 anaelekea 20. Kwa hiyo kaka yake akamteka alafu akataka kumchinja au? Mara ya kwanza alitaka kumgonga na gari, akashindwa. Sasa juzi ndo ametuma watu wakamteka. Wakataka na kumbaka kabisa, alafu ndio wamuue. Ni mdogo wake wa tumbo moja? Baba. Yaani mama mmoja, baba mmoja. Huyu jamani fala sana, si ndio? Sana mzee. Nilisema hivyo na kuvuta ulimi mdomoni kwa hasira kiasi. Mzee akacheka kidogo kwa pumzi. Haya bwana, sawa. Wewe nenda, mimi nakomaa na huu dambu hapa. Nilicheka kidogo kwa kupata uheni, nami nikasimama huku nikisema ya kwamba asante sana. Ukitaka kunijulisha au kuniuliza lolote, wewe nishtue tu. Nilisema hivyo
akiwa amesharudia makaratasi yake tena akasema kwamba sawa, usijali, tutawasiliana. Unaenda kupita nyumbani ama? Ya, kuna sehemu naingia kwanza. Muda ukiruhusu nitapita kumwangalia Jas na mama. Kama sio basi nitawapigia. Haya, baadaye bwana. Kuwa kea huko. Jamaa akaendelea na ubiza wake. Basi usishangae mimi kumuita jamaa. Mzangu yani mshua bwana, nikitaka nikuelezea hapa sijani. Anyway, lakini uelewa tu hivyo. So mimi nikatoka sehemu hiyo ya ofisi na kuelekea nje nikiwa sasa nahisi aweni kidogo ndani ya moyo wangu. Najua ni mambo mengi ambayo JC sijaelezea kujihusu bado na ndio maana nakwambia wewe, kama kuna watu wanaistop hii simulizi, waache tu washukie njiani, sisi twende, sawa? So mimi najijua sana, bado na mambo mengi ya kujielezea kunihusu, lakini utapata nafasi nzuri sana msikilizaji ya kunijua kwa ubora zaidi, so relax. Sasa huyo bwana ndo alikuwa ni mdingi mwenye nazo kudadadeki. Alafu sasa alikuwa ni mshikaji kinoma. Ndio maana hapa mwenyewe unanisikia na kuelezea kwamba jamaa akaendelea na ubizi wake. Yani just imagine my dad namuita jamaa. So mdingi bwana alikuwa na pesa, afu mdingi alikuwa ni mshikaji ile mbaya. Oya. Hadi neno fala nalijua. Huyo ndo mzee wangu. So niliondoka kutoka jengoni hapo baada ya kuagana na sekretari wake mtoto Faima. So nami nikaenda kutafuta daladala ambazo zingelekea maeneo ya ile hoteli ya Raw Village, ili sasa nikamuone mamake Bosile. Si mnamjua nani mwingine zaidi ya Betha. Angalau nilikuwa na uhakika sasa kwenye swala la issue ya shamba la Mariam. Kwangu utatuzi ungefanywa bila kuwasumbua na familia wale, maana nilikuwa nimetafuta suluhisho kutoka kwenye meza kuu ya wahusika. Tena ni mhusika na alikuwa ni mshua wangu. Sikutaka tu Miriam asumbuliwe zaidi kwa makosa ambayo kaka yake alipaswa kuyalipia. Najua kama ingetokea mzee wangu akamuita yule mwanamke kumwambia kuhusu hasara yake, Miriam angeweza hata kujichanga kabisa ili ailipie, wakati ilikuwa yeye ndio aliyesababisha. So alikuwa na mambo mengi sana ya kuangalia hata hivyo. Kwa hiyo niliona hili lingine lingekuwa la kumuongezea mzigo juu ya mizigo tu. Joshua alikuwa anamkosti sana dada yake. Basi tu nimesema mzee wangu alikuwa mshikaji msikilizaji, ila kwenye masuala ya kampuni yake hakutakaga mchezo. Kikweli kama angetaka hizo figo za Joshua, kweli zingeenda kunyofolewa. Wallahi nakwambia, angeenda kuzinyofoa na zingeuzwa ili pesa yake irudi. Nyesi watu wanadai. Alafu watu wakidai, yani kuna watu ambao hawadai mara mbili. Kwa sababu ulipokuja mara moja ulilipwa pap ikaisha. Watu wengine hawadai pesa mara mbili. Utadaiwa mara moja tu kama ulivyokuja wewe kuomba pesa mara moja. Lakini hakuwa na ukatili wa aina hiyo mzee wangu Yes. Hakuwa na ukatili ule wa kivile, hapana. Ni basi tu najua alikasirishwa na mambo mengi kwenda kinyume na matarajio yake. Hivyo ningepaswa kuwa tayari kwa lolote kutokea hapa, ili likija niwe na njia ya kulitikia kwa haraka na kufanya mambo yaendelee kuwa na amani kwa pande zote mbili. Umakini wangu sasa ungetakiwa kuwa kwenye upande wa tatu. Kwa nani? Madam Betha. Baada ya kuchukua daladala na kufika eneo lililo karibu na Raw Village Hotel, nikawa sasa nimeshuka na kutambua kitu fulani hivi ambacho sikuwahi kugundua. Yani kumbe mara zote nilipokuwa nakuja huku kutokea Mbagala, daladala ingepita usawa wa hoteli hiyo kabisa kabla ya kukunja kona kwenye eneo la Vunja Bei ili kuelekea stendi ya Makumbusho. Ikiwa ningekuwa nimetambua hilo mapema, basi kila mara nilipokuja huku ningekuwa tu nashukia hapo na kwenda hotelini kwa madam badala ya kupoteza gharama zile zote kulipia Uber. Ila sema tu haikuwahi kuniingia akilini, maana mimi sikuaga natazama sana nje, lakini kwa wakati huu hilo lingebadilika. Kwa hiyo nikaanza kutembea kuielekea hotel. Mida ikiwa ni saa 6 mchana sasa kuelekea 7, jua likiwa kali mno. Nami nikampigia Madam Betha, akawa amepokea. Ndio nikamwambia nilikuwa naelekea hapo hotelini kwake ili kukutana naye na kumuuliza kama alikuwepo kwa muda huu. Kwa njia ya kistaarabu tu akanijibu kuwa ndio, yani kwamba ndio alikuwepo, ila muda sio mrefu angetoka, hivyo niwahi kufika, la sivyo nisingemkuta. Nikamwambia niko nje ya jengo kabisa, hivyo ni sasa hivi tu naingia huko kwake. Ndipo akakata simu. Nilitaka kujua sasa ni yapi yaliyokuwa mapya kwa upande wa mwanamke huyu tokea mara mwisho tumeachana pale. Tulivyoachana pale pande za Wasibu. Ile jana tukiwa tumeahidiana mimi kurudi kwake ili nianze kuishi naye. So haikuonekana kwamba alikasirika nilipomwambia kuwa kuna issue iliyozuka na kufanya jambo hilo lishindikane. Na ndio nilitaka kujua kwa nini.
Sikujutia kuamua kubaki mzinga ili niendelee kumsaidia Mariam, ila bado na upande wa Betha nilitaka kuwa active sana, kwa sababu nilitaka swala la kumkamatisha limalizike upesi. So nikapanda mpaka huko ghorofani na kufikia chumba chake, nami nikaugonga mlango na kusubiri. Kidogo tu kafunguliwa, madam mwenyewe akiwa hapo mbele yangu, huku sasa ananiangalia kwa utulivu machoni. Muonekano wake ulionyesha kwamba kweli alikuwa anaelekea kuondoka. Alivalia t-shirt jeupe la mikono mirefu lenye kubana kama sweta, likiziba mpaka sehemu ya juu ya shingo yake, pamoja na suruali ya jeans ya blue iliyokoza yenye urembo wa kuchanika mbele ya mapaja yake, ikilibana vyema umbo lake kwa chini. Miguuni alivaa mabuti ya kiki mekundu yenye muundo wenye vichuchumio virefu kwa nyuma, huku sasa urembo wa hereni, mikufu na pete za dhahabu ukimpendezesha hata zaidi. Mimi nilimwambia kwamba umependeza. Binti akaniambia kwamba and I'm just getting started. Ingia. Aliniambia hivyo na kurudi ndani. Nitabasamu kiasi na kuingia pia. Kisha nikaufunga mlango na kumfuata. Alikuwa ameelekea upande wenye sofa na kuketi. Nami sasa nikaelekea hapo pia, huku sasa nikiona laptop ndogo kwenye kistuli cha manyoya karibu na sehemu aliyokaa, pamoja na mkoba sofani. Akaanza kubofya kompyuta hiyo. Nilimuuliza huku sasa mimi nikiwa nimesimama, nikamuuliza kwamba vipi, umenunua laptop? Mbona ilikuwepo? Nadhani tu hujawahi tu kuiona. Kuna misha unaenda kupiga sasa hivi ama? Yeah. Alijibu hivyo, umakini wake ukiwa kwenye laptop. Madam, najua sijawa yani sijatimiza ahadi niliyokupatia, ila ni kwamba tu na deal na mambo mengi sana. Sikuwa nimetarajia kabisa kwamba yangeongezeka kwa hiki kipindi, ndio maana mishe zinakuwa zinaingiliana sana. So inabidi nikae kwa muda fulani kule kuangalia mahitaji ya yule msichana baada ya kilichompata ile juzi. So kuja kukaa huku moja kwa moja itachukua muda. Niliongea hivyo na yeye aliendelea kutape bila kunipa itikio lolote. Najua huelewi mengi, ila ndio hali halisi ilivyo. Yaani inanihitaji, hata huku ni muhimu pia. Natamani sana niwe hapa muda wote na wewe, lakini kwa hilo itabidi tu nipatie muda Betha. Nilimwambia hivyo. Hakuniangalia hata mara moja, lakini akaweka ganja chake sofani na kukipiga hapo mara mbili, ishara ya kuniambia kuwa nikae karibu yake. Nikatii na kusogea hapo, kisha nikakaa. Akawa sasa akiendelea na jambo alilokuwa akilifanya kwenye laptop hiyo kwa sekunde chache, kisha akaifunga na kunigeukia. Yaani akapandisha mguu moja sofani kwa kukunja na kulaza goti lake kwenye paja langu. Naye sasa akawa ananiangalia sasa akitabasamu. Mambo yameiva. Tunaanza kazi muda sio mrefu. Unamaanisha nini? Nimeshapata spot tutakayotumia kuanzishia ile issue yetu. Sasa hesabu tumeshayafanya. Watu wangu watakuwa tayari kuanza kazi pamoja nawe ukiwafundisha kuunda ile kitu. So business itakuwa underway baada ya muda mfupi tu. Njia tumeshasafishiwa, so let's get cracking. Aliongea kwa njia furaha sana. Bado sikuwa nimeelewa kwa asilimia zote, kwa hiyo nikamuuliza kwamba yani umeshapata ni sehemu inayofaa tutakayotengenezea madawa? Yeah. Wakati ulipokuwa umeenda kusolve hayo matatizo yako, mimi nikafanya hiyo issue itike faster. Kwa hiyo kila kitu kiko tayari. Kilichopo tu hapa ni wewe kuanza kupika dawa, uelekeze na watu wangu, then money. Alisema hivyo. Nikalazimisha tabasamu, kisha nikamwambia kwamba well, that was fast. Hongera. Usiseme hongera mpaka kazi ianze na ikamilike. Yaani HB, hii kitu yani kikubali haraka. Nitauza sana. I can't wait. Nitauza sana. Yaani unajua najisi yani kama bange moja la mwekezaji wa shilingi 100 tu kwenye business nitakaozalisha milioni huko mamilioni huko milioni 100. So this is going to be so great. Kabisa. Ni vizuri mambo yameenda freshi, ila bado ulikuwa hujanionyesha mtandao unavokaa Betha. Mimi ningekuonyesha vipi sasa wakati unakaa tu kuzurula huko? Okay. Sasa sikia. Usiwaze kuhusu network yetu, sawa? Utaijua tu. La muhimu sasa hivi ni hapa. Mimi nitakuweka hiyo sehemu ufanye miujiza yako, faida ije upesi. Umesikia? Hapa tunachoangalia ni nini? Ni kutazama tu vitu gani vinahitajika kwa ajili ya nini? Ya miujiza yako, ili waanze kupika. Watu wangu wajifunze pia, mizigo ianze kujaza magala. Tusichezee muda. Na usijali, unajua kila kitu yani kitakuwa kwa muda wake tu. Kama unakuwa unataka kwenda kumsaidia mdogo wako, sijui nani huko, utakuwa unaenda tu. Tena utakuwa unaenda ni kwa muda fulani, lakini muda wa kazi unatakiwa uwe sehemu ya nini? Ya kazi. Ukizingua tu umeharibu kila kitu.
maana sasa hivi hapa tunaenda kwa umakini sana. Umesikia? Sawa, ondoa shaka. Ya. Alafu unajua madam, sikuwa nifikiri basi ningefika hapa nikakuta labda nime nini? Kwamba nimekasirika ama? Ya, kisa? Si kama hivyo tu, nilikuwa nimeahidi kuja kukaa hapa alafu wewe wala hata usijali bwana. Dili na mambo yako kwa muda ambao nitakupa. Lakini mambo yangu pia utadili nayo kwa muda nitakao kupa. Nimeshaona mimi siwezi kukuchukia kimoja. So nimekubaliana na hilo tu. Kweli wewe ni madam. Kwani mimi nikoje? Sio jinsi nilivyokuzoea. Yaani kwa leo sio jinsi nilivyokuzoea kabisa. Yaani nifikiri ningefika hapa ukaanza kunirushia maneno na chupa ya chai au ndala, kuuliza tu kwa nini nakuwa sieleweki. Ya, lazima niulize. Alafu hii sudden change imetokana nini? Nilimuuliza, akanishika sikioni na kuanza kulivuta kwa vidole vyake taratibu na kusema kwamba basi tu nimejisikia kuwa ni yaani hivyo tu, wewe elewa tu hivyo. Ya, au ni dhambi? Sio dhambi, inafanya tu unapendeza zaidi. Kumbe ndo napendeka zaidi ya unavyonipenda Ya, hata zaidi. Nilimsemesha kwa njia ya utongozi. Sawa, vizuri. Endelea kuonyesha kwamba uko serious na mimi. Labda huo upendo utarudi kwa asilimia zote siku moja. Aliongea kama vile ananitongoza yani. Nikatabasamu na kuuliza kwamba nini kimekufanya umekuwa generous namna hii madam wangu? Unajua nikutana na Festo, akaniambia mlivyoonana na kuzungumza. Kauli yake ilinifanya nimtazame kwa njia makini kiasi. Vipi? Mbona kuniambia kwamba ulienda kwake? Sikudhani alitaka ni. Ya, najua mambo yenu wanaume. Sio lazima mpaka uniambie, ila mpaka Festo kukupeleka huko inaonesha amekubali sana. Kwa hiyo alikwambiaje? Sio mengi, zaidi tu jinsi ambavyo unafanya haya yote kwa sababu unampenda sana Madam Betha. Betha alisema hivyo na kutabasamu. Hapo sasa nikawa nimeelewa kwa nini Madam alikuwa kwenye mudi nzuri sana. Bila shaka Festo alimwambia kwamba ninampenda sana, na kutokana na jinsi sasa yani anavyoaminiana na yule jamaa, nadhani maneno yaliyohusika huko kwenye maongezi yao ndio yalitosha kumfanya mwanamke huyu alegee namna hii kunielekea mimi. Hapa udhaifu wake ukawa sasa umeanza kuonekana wazi. Alihitaji kupendwa, na sasa ndio akawa ameona kuwa angekipata hicho kitu kutoka kwangu. Mchezo ukawa unaenda vizuri. So mimi nitabasamu kiasi na kusema kwamba kumbe jamaa naye ni mbea. Yeye huwa aongeagi ovyo. Mimi mwenyewe nilimlazimisha tu mpaka karopoka. Unajua ni furahi tu kujua kwamba ulimaanisha yote ulioniambia siku ile tuko bed, na umeanza kujiweka sehemu nzuri ya chibe wangu. So keep it up. Aliniambia hivyo kwa sauti tulivu na iliyochangamka. So mimi nimshika shingoni kwake na kumkaribia usoni, kisha nikasema kwamba chochote kwa ajili yako madamu wangu. Alitabasamu na kusema bwana, bado unatakiwa uniimpress. Mimi nikwambie ili nyashi ambalo unaliona hapa ni la gharama. Kwa hiyo unatakiwa kuendelea kupanda madaraja. Ya, naelewa maneno hayatoshi, ndio maana niko hapa, so nitajitahidi nisikuangushe. That's my boy. Alisema hivyo na kunirushia busu kwa ishara ya mdomo wake. Nikatabasamu kiasi. Basi akakaa vizuri zaidi na kusema kwamba mimi naelekea location kukutana na mtu ni mtumishi fulani hivi. Nikauliza nani huyo wa Kilokole ama? Ya, ni anahusika kupitisha madini, so naenda kumpanga. Kweli Mungu ndo alishamuona kama boya ese. Ni kwa sababu yeye ni boya. Watumishi wake ndio wanalalisha tu hilo. Ese, ila Betha. Basi akawa ametoa miwani yake urembo na kusema kwamba sasa mimi natoka na kuacha hapa au? No, naingia kule kitaa sasa hivi, labda nitarudi baadaye. Basi poa. Basi akasimama na kuvaa miwani yake, nami nikasimama pia. Nikamuuliza kwamba vipi kuhusu ile issue ya Charlie, umemwangalia labda? Alitabasamu na kunishika shavu naye akasema kwamba usijali kuhusu Chazi. Hawezi kutusumbua. Sasa hivi utakuwa kwenye focus ya kazi yetu. Nadhani utakuwa umeelewa. Nitikisa kichwa kukubali. Akasema okay, twende, tutakupanga kuhusu spot yetu mpya ya kazi baadaye. So baada ya mwanamke huyu kuniambia hivyo, akanipita na kuelekea nje
huku nami sasa nikifuata nyuma yake taratibu. Mambo alikuwa yanajijenga upesi sana msikilizaji, na hivyo nilielewa isingechukua muda mrefu kwa huu mchezo wangu na Madam Betha kufikia ukomo. Lakini kutokea hapa ningepaswa kuwa makini sana, kwa sababu ni pande nyingi zilikuwa zikihusika. Kumwangusha Betha kusingekuwa kwa ajili ya kumuumiza yeye tu, bali na watu wake wengi tu aliojihusisha nao. Naongelea na huyo Festo. Jamaa alikuwa anajua Yulese, na nilihofia angeweza kuwa mvurugaji wa mpango wangu kwa muda wote ule, kwa sababu alikuwa makini sana. Kwa hiyo mimi ningehitaji kuwa hatua mbili mbele zaidi yake, badala ya kusubiri tu mambo yaje alafu ndio eti nitoe itikio. Ningetakiwa kuhakikisha kwamba Betha akianguka aende chini pamoja na Charlie Gonga na Festo pia, na wasiwe na njia kurudi juu tena. So muda ndio ungefanyaje, ungeongea. So nikiwa nimepewa lift na madam mpaka kufikia maeneo ya uhasibu kama tu siku ya juzi, naye akaniachia hapo na kuendelea na safari yake ya kwenda kumuona mtumishi wa kupitisha madawa. Nilikuwa nataka kwenda nyumbani kwetu kule kule home kwanza, ili nikawasalimu mama yangu pamoja na dada yangu, lakini kutokana na Betha kunishurutisha nipande gari lake ili anilete huko, nikaona nigairi kwa leo. Sikutaka aanze maswali ya naenda kwa nani na kwanza kufuatilia mengine sio, yani asiotakiwa kuyajua na ambayo sikutaka hata ajue. Kwa hiyo nikapanda usafiri ili sasa nielekee Rangi Tatu kisha Mzinga. Na nikiwa njiani nikaamua sasa kumpigia mama yangu, tukasalimiana vizuri. Akiwa anaendelea salamu pale tu, yani na mazungumzo yake nadhani yaliendelea mara mwisho tulivyokuwa tumeongea kwenye simu. Sasa ndio nikamuuliza kuhusiana na dada yangu pia ambaye Jasmine. Akasema kwa sasa Jasmine alikuwa akiendelea vizuri tu na kusubiri muda wake wa kujifungua ufike, ila ndio hakuwa na raha sana kutokana na matatizo yaliyokuwa amempata wiki chache zilizopita. Hivyo nikaamua kuagana na mama na kumwambia ningekuja kwenda kuwasalimia, lakini Jasmine ningempigia pia ile tuongee kwa kina. Akasema hamna shida. Basi mimi nikatulia kwanza ili sasa nimpigie dada yangu nikishafika pale kwa Nkia, maana sikuona busara yoyote kuongea naye kwa marefu nikiwa ndani ya daladala. Nimekuja kufika Mzinga ikiwa ishaingia saa 8 kuelekea saa 9 huko. Hapo njaa ikiwa sasa imenikongota kweli kweli. Na nilielewa kukosa mlo wa asubuhi mara kwa mara ingekuwa na madhara ikiwa ningefanya kuwa zoea, maana ndio mlo muhimu zaidi. Kwa hiyo nikaelekea pale kwenye ule mgahawa niliokaa na Miriam jana ili kupata chakula kwanza. Msikilizaji, mimi ni dokta, zingatia sana mlo wa asubuhi. Mlo wa asubuhi ni muhimu zaidi. So kwa hiyo niliona nipate msosi kwanza, halafu ndio ningejitahidi kuiboresha upya ratiba yangu ya ulaji mzuri baadaye, maana nikaa nimevuruga tu. Ugali wa nguvu, nyama, maharage, mchicha na maziwa. Mzee nikala kama vile yani nimepikiwa na mke kabisa. Hali nzuri ya nguvu mwilini karudi mahali pake baada ya kuwa sasa nimaliza msosi. Nami nikalipia na kuanza kuelekea majumbani kwa Nkia. Nilipopita usawa wa Masai nikawa sasa nimemuona Bobo pia. Na nasi tukasimama na kupeana salamu na maongezi hapa na pale, kisha ndio nikaendelea na safari mpaka nilipokuwa naishi. Nilipoingia ndani sikumkuta Nkia. Bila shaka akiwa ameondoka kama alivyoniambia asubuhi na kusema kwamba tungeonana jioni. Kwa hiyo nikaingia chumbani na kuanza kubadili mavazi ili sasa niingie kwenye nguo nyepesi kwanza, alafu nimpigie dada yangu, kisha niende kujimwagia na kujiweka fresh. Nikaonana nani? Na binti Mariam. So nikavaa t-shirt nyepesi na bukta, alafu sasa nikafungua draw moja niliyokuwa nimekiweka kile kifaa cha piano kinanda ambacho nilinunua wiki chache zilizopita kule Kariakoo kwa ajili ya Mariam. Niliona kuanzia wakati huu ndio ingekuwa muhimu kuanza kukitumia pamoja naye. Nami nikakiweka kitandani kwanza, kisha nikavuta simu na kumpigia Jasmine. Dada yangu huyu bwana alikuwa ni mtu wa mambo mengi sana. Yaani ni kama tu mimi kaka yake. Yaani hata wakati huu aliokuwa na mimba ya miezi 7 huko bado alipenda sana kujishughulisha na mambo mengi sana tu, kwa sababu alipenda kufanya kazi. Just imagine, mimba miezi 7 lakini hapendi kutulia. Lakini hata zaidi wakati huu ni ile tu kutaka maisha yaendelee baada ya tatizo lake na aliyekuwa mume wake kuwafanya waachane. So alipopokea na kuanza kuongea nami, ikabidi sasa nikae kitandani kabisa na kumsikiliza kwa makini. Alikuwa ni mwanamke mwenye hisia kali na za karibu sana. Kwa hiyo akaongea vitu na mambo mengi sana ili sasa kunifanya nimuelewe kwa undani wa mambo yote aliyopitia. Na mimi nikampa pole na kumwambia kwamba ningekuja kuonana naye hapo pande za nyumbani ndani ya siku hizi tu za mbeleni, na kumshauri ale vyakula fulani kuilinda afya ya mtoto na kujitahidi kupumzika vya kutosha. Akawa hana neno, akisema tu alikuwa amenikosa sana
na nilipokuwa nataka kumwambia nimemisi pia, nikasikia mlango wa kuingilia kule sebuleni ukigongwa kuashiria mgeni alikuwa amefika. Kwa hiyo nikaagana vizuri na Jasmine na kurudia kumwahidi kwenda kumwona. Kisha ndio nikatoka kwenda kufungua mlango ili sasa nimsikilize mja aliyefika. Sasa ile nafungua mlango nikiwa na uso makini tu, nikajikuta na uyeyusha umakini wote baada ya kuona alikuwa ni bibi Miriam. Yaani huyu mwanamke alikuwa ananikamata nyakati ambazo sikumtarajia kabisa. Akachia tabasamu hafifu la kirafiki, nami nikatabasamu pia. Sasa hizi kasa tu kake katamu kakanipa salamu hiyo laini, lakini sikutoa jibu, nikabaki kumtazama tu machoni. Kaka, sasa hizi. Nilivuta pumzi upesi na kusema, nzuri, karibu. Asante, nimekuja tuongee mara moja, kama hauko na kazi labda. Okay, sina kazi yote, karibu, ingia. Nilimkaribisha, akavua ndala zake za kike na kunipita, nami sasa nikaivuta harufu ya marashi iliyotoka mwilini mwake kwa umakusudi kabisa wa kuisikilizia. Alikuwa amevaa ile punjabi yake ya zambarau, huku nywele zake ndefu akiwa amezibana juu ya kichwa. Zilikuwa laini, yani kuziangalia nyuma ya shingo yake zilifanya nitamani hata kuzigusa na kuzilazalaza kama manyoya ya mnyama kipenzi lakini nikaachana na mawazo ya kishetani na kufunga mlango. Nimekuona wakati unaingia hapo nje, nikasema nije ili tuongee kidogo. Alisema hivyo akiwa sasa bado amesimama. Oh, kumbe nimepita kama upepo yani. Hata sikukuona. Karibu kae. Nilimwambia hivyo, akakaa sofani kusasa kutabasamu kiasi, nami nikakaa pembeni yake. Vipi za mizunguko? Aliuliza hivyo, huku sasa nikiwa nasugua goti langu kwa ganja. Nzuri tu, nilienda makumbusho hapo mara moja kuonana na rafiki yangu. Ndo nimeingia mida hii. Nilikuwa ndo nataka nije kumuona mama. Vipi, yupo? Yeah, yupo. Ndo amemaliza kula mida hii. Okay, itabidi nimwahi maana najua anapendaga kulala mchana pia. Vipi dawa anazokunywa lakini? Anaendelea kunywa. Hapendi sana dawa, inabidi kulazimisha tu lakini zinaenda. Oh, angalau. Na wewe vipi, mbona hujaenda kazini? Nimeenda asubuhi, leo nimewahi tu kurudi. Nilikuwa nataka niwepo pia ukija ili nilifikiri yani ningefika kukuta nimeshaanza, kwa hiyo nafurahi nimewahi. Sawa kabisa, wote tukuwepo na kutoa support kama hivyo itamzidishia hali ya uchangamfu na kujiamini zaidi, na mwishowe hiyo kitu itaondoka kabisa maishani mwake. Kwa hiyo ni swala la muda tu. Yeah. Basi aliitikia kwa kusema hivyo. Akawa sasa ameingiza mkono wake kwenye mfuko wa nguo yake ya juu na kutoa bahasha fupi iliyokunjwa na kisha kuielekeza kwangu. Nami nikamtazama machoni. Ni kwamba ninataka tu kushukuru kwa kusaidia kulipia bili ya mama kwenye ile hospitali ya mwanzo. Na of course ilikuwa ni kubwa, ulilipia dawa na vipimo vyote. So nimeona nikurudishie tu kwa sababu unafanya mambo mengi sana kwa ajili yetu. Asante sana, ila pokea tu hii, itakuwa ni kama tulisaidia na wote kulipia. Nilibaki na muangalia tu kwa makini, yani ule umakini wa makusudi. Acha kuniangalia hivyo bwana, usifikirie vibaya, ni shukran tu. Niliendelea kumkazia macho. Hey, wewe, jamani. Aliongea hivyo ikionyesha kwamba hakupenda nilivyokuwa namwangalia. Nikacheka kwa pumzi na kuangalia pembeni. Inaonekana mpaka leo bado hujanielewa tu, si ndio? Acha kufikiria kwamba unahitaji kunilipa Miriam. Mimi nakuelewa, ila sihitaji malipo na nimeshakwambia. Mama atapona tu. Mimi ninachotaka kuona zaidi kuliko mambo yote ni mama akipona. Hayo ndo malipo ninayotarajia. Na atafanikiwa tu kwa sababu wote tutashirikiana ili kumsaidia. Yakitimia mimi nitaridhika. Basi akawa ananiangalia tu kwa utulivu. Kwa hiyo weka pembeni. Ukitaka itumie, wewe tumie tu kwa mambo mengine tu, ila sio mimi. Kofi ulilonitandika siku ile lilinitosha. Nimwambia hivyo kiutani,
Midomo yake ikajikunja akijaribu kuzuia tabasamu, lakini akashindwa na kuangalia chini huku akicheka. Alipendeza sana kiasi kwamba mpaka nikajikuta na mtazama tu huku nikitabasamu kwa hisia. Sasa ndio uchukue hii iwe kama pole. Lile kofi lilikuwa ni zawadi, hujui hilo? Kivipi? Ndio liniongezea moto mpaka tukafanikiwa kumkamata kaka yako, kwa hiyo silalamiki. Mimi ninakushukuru. Nilimwambia hivyo, alionekana kutafakari kitu, kisha akasema kwamba nikuombe jambo fulani tafadhali. Niambie. Kuanzia wakati huu sitotaka, yani usimwongelee tena huyo mwanaume. Hata tu kumuita kaka yangu sitaki tena. Nilimwangalia usoni kwa uelewa mpana wa kile alichomaanisha, nami nikamwambia sawa, nimeelewa. Nataka kuanzia sasa kila kitu kiwe ni focus ya kumfurahisha mdogo wangu ili akae sawa zaidi. So I'll contribute on anything required to help her. Wow, Taisha hakukosea. Unaongea Kiingereza vizuri sana. Nilimwambia hivyo, akatabasamu sasa akinitazama kwa utulivu. Uko sahihi. Kikubwa sasa hivi itakuwa ni furaha ya mama. So mambo yote yenye kuvunja moyo yatatakiwa kutupwa pembeni, iwe kama hayajawahi kutokea. Mariam ana progress haraka sana, so haitachukua muda mrefu, atakuwa sawa kabisa. Sawa, barikiwa sana. Amen. Sasa hivi tunataka kwenda sambamba na kila kitu mtakachofanya ili niusike kwa lolote na nijue naweza. Miriam, usijali, nimeshakuelewa. Nilimwambia hivyo kwa kumtuliza, akatabasamu kiasi na kuangalia chini, nami nikana muangalia kwa upendezi. Yani haka kahali kote kalikuwa kanafanya damu yangu irukeruke tu. Sijui hata ni kwa nini. Unajua sina namba yako Kweli? Hata mimi sina ya kwako mpaka leo. Jamani. Yani utafikiri tulikuwa maadui. Yani hata namba tu. Nilimwambia hivyo, nasi kwa pamoja tukacheka kidogo. Akarudisha bahasha mfukoni na kutoa simu yake, naye akanipatia akiwa ameweka sehemu ya kuandikia namba, huku akisema kwamba sasa hivi mambo yatabadilika, nataka tuwe marafiki. Msikilizaji, nilikuwa nimeshaanza kuandika namba yangu kwenye simu yake aliposema hivyo, nami nikawa na tabasamu kiasi baada ya kusikia kauli yake ya kutaka tuwe marafiki. Nikamrudishia simu, naye akaipigia namba hiyo. Simu yangu ikaita, nikiwa napewa namba ya bibi Miriam rasmi kwa mara ya kwanza kabisa na ya yeye mwenyewe, nami nikaitunza kwa jina lake. Nikamwangalia usoni kukuta ananitazama kwa utulivu tu, nami eti nikaingiwa na haya na kutazama pembeni kisha kutabasamu kidogo. Nini? Aliuliza hivyo. Nikatikisa kichwa kuonyesha hakuna kitu, kisha nikamwangalia tena. Mbona unatabasamu? Yani nini kimekufurahisha? Aliniuliza kwa sauti yake tamu. Nikamwambia kwamba unajua sikuwahi kudhani yani ungetaka tu marafiki, nilikuwa na kuona wakivyako mno, au labda unanichukulia kuwa labda siko. No, siwazi hivyo tena bwana. Hayo yamepita. Sisi ni marafiki sasa, sawa? Alinikatisha kwa kusema hivyo, nikasema kwamba sawa, lakini unajua nini? Niambie. Toka tumejuana sijawahi kukusikia ukilitaja jina langu. Yani sijawahi kabisa. Huo unaniita tu kaka, kijana, we kaka, wewe. Tukiwa washika, yani namaanisha marafiki, nitapenda kusikia ukiniita kwa jina langu. Sawa, ina shida. Naomba nisamehe kwa kuita majina wakati huo. Ila sijawahi kutaja jina lako kwa sababu silijui. Yani haulijui jina langu? Unatania nini? Maana nakuja hapo kwako, unawasikia kabisa warembo wangu wanasema JC, karibu JC za nyumbani, JC hivi, JC vile. Alafu unaniambia kwamba hujui naitwa nani? Kweli Miriam? Mimi naelewa kwamba hilo sio jina lako. Hicho ni kifupi tu ama nickname kama wao wanavyoniita mimi. Aliongea kwa njia masiara, lakini kauli yake ikanifanya nimtazame kwa njia makini kiasi. So nitapenda nikikuita kwa jina lako kabisa kama unavyoniita Miriam. Alisema hivyo. Nikaangalia tu chini kiasi nikiona tabasamu, bila kutambua mwanamke huyu alikuwa amegusa sehemu fulani ya maisha yangu ambayo mpaka sasa bado sijaiweka wazi, msikilizaji, na kauli yake ilifanya nikumbuke kwamba kuna kipande ama sehemu ya maisha yangu ambayo bado sijaweka wazi.
Alinifanya nihisi raha ya kina sana, ile raha kama ya wimbo wa nani msanii fulani, lakini wimbo wake nakumbuka unasema wa Say My Name. Hapa uondo ndio ulikuwa umeanza msikilizaji. So nikamwangalia usoni tena, naye akasema ya kwamba so ukitaka nikuite kwa jina lako niambie unaitwa nani. Nilitabasamu kiasi, kisha nikamwambia kwamba naitwa Jaden. Jaden. Msikilizaji, jina langu ndani ya hiyo sauti ilikuwa ni kama vile limeimbwa. Anyway, mimi sitakuita JC, nitakuita Jaden, kama Jaden Smith. Alisema hivyo. Tesha amesema hauangaliagi movie. Hilo jina umelijuaje? Tesha naongea mno. Najua vitu vingi pia. Siboi sana kama mnavyofikiria. Aliniambia hivyo, nikatabasamu kwa hisia. Akaninyoshea kiganja chake na kusema ya kwamba so Jaden, friends. Sikufikiria huyu dada angekuwa wa uzungu mwingi namna hii, lakini ulimfaa na alipendeza sana. Nikakishika kiganja chake pia na kuviunganisha kwa pamoja ili sasa kukubali mwaliko wake wa kuwa marafiki rasmi. Friends. Nilimjibu hivyo. Tukaendelea kuangaliana kwa upendezi mwingi sana, nikiwa najihisi vizuri mno kupata ukaribu na mwanamke huyu baada ya misukosuko yote aliyopitia na familia yake siku chache nyuma. Nilitazamia mengi mazuri yaje kutokana na uhusiano huu mpya niliokuwa nimejipatia kwa huyu mwanamke, ambayo angesaidia kumweka huru mdogo wake kutokana na tatizo alilokuwa nalo. Na kilikuwa ndo kitu nilichokitamani sana tokea siku ya kwanza kabisa nilipokutana naye. Sasa msikilizaji, huu ndio ungekuwa mwanzo wa mambo mengi ambayo yangebadili maisha yangu mimi. Na hapa sasa ndio story yetu sasa inakuja kuleta maana ya mimi. Mtayarishaji Alitantoni, niliyekusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas. Tukutane sasa kwenye sehemu nyingine inayofuata baada ya kufahamu mazuri na mengi zaidi kumhusu jamaa. Na jamaa anatuambia kwamba huu ndio ungekuwa mwanzo wa mambo mengi ambayo yangebadili maisha yangu mimi. God be with you till we meet again. Bye bye.